Hatimaye tunazidi kusonga mbele msikilizaji, lakini mimi ni moja ya watu ambao ninawapatia pole sana wale wote ambao wao wanatakaga wakianza tu story part 1 waimalize yani namna ambavyo wao wanataka. Sasa tusingejua kuhusu Kenya, tusingejua kuhusu kina Batundui, tusingejua kuhusu kina Lesiana, tusingejua kuhusu watu wengi ambao wanaifanya historia yetu izidi kuwa tamu zaidi. Na hatimaye sisi ambao muda wote tulikuwa Kenya, tunakwenda kupata bonge moja la burudani. Tulipoishia bwana, tunaona kwamba Tamia aliweza kuulizwa na dada yake kwamba kwa nini alivyoulizwa kwamba alikuwa sehemu fulani na akaanza kumwangalia JC. Hapo ndipo tulipoishia. Sasa Tamia atajibu nini? Langu jina ni Lucas Lumba, mtayarishaji ni Alton Tony. Naam, Tamia alijibu ya kwamba hamna kitu dada, samani. Beth akauliza kimkazo wa kwamba sijakuambia uombe samani, nimekuambia ujibu. Kwa nini nakuuliza swali alafu umwangalie JC? Sasa Fordia, Bavin na Valentiana wakanitazama kwa namna iliyoonyesha kutatizika na jambo hili, na mimi nikamwangalia Betha. Sasa Tamia akasema kwamba haikuwa na maana yote dada, mimi nimekuwa tu distracted kidogo, sio kwamba. Betha akamkatiza akasema sio kwamba nini. Betha alimkatisha hivyo. Basi Tamia akabaki tu akimwangalia kwa oga. Betha akauliza kwamba nini yani kikufanya uwe distracted. Tamia akakosa cha kusema. Nadhani hapo moyo wake ulikuwa unadundika hatari. Nikamsogelea Betha nikasema kwamba hani, aliniangalia. Labda mimi ndio niwe wa kulaumu kwa hilo. Naona bado Tamia hajisikii vizuri, maana tulipishana kauli ile juzi na tukusemeshana vizuri. Nilimwambia hivyo. Betha akanikazia macho, naye Fordia akamsogelea Tamia na kuuliza kwamba mlipishana kauli, mmegombana? Si ugomvi, yani alikuwa anauliza Betha alipokuwa na mimi sikujua. Sasa katika kujibizana hatukusemeshana freshi. Sijapata nafasi kuweka hali sawa baina yetu, ndio maana naona bado anajihisi vibaya. Nilimwambia hivyo. Betha akamtazama mdogo wake huku Tamia akiniangalia kwa hisia makini. Samani sana Tamia, naomba tuyaweke hayo pembeni. Nilimsemesha kiupole tu, hapo nikiwa sasa naombea jambo hilo lionekane kuwa halisi. Tamia akabaki kuniangalia kama mtu ambaye ni mwenye mawazo mengi, kisha akasema kwamba nisamehe na mimi pia. Shem, sikukutendea vizuri. Kauli hiyo aliyotoa ilihisika kuwa halisi sana kiasi kwamba mpaka ningedhani imetoka moyoni, maana alisema hadi machozi yakaanza kumlenga. Nikahisi uajabu wa hali ya juu sana, lakini nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba nimeikubali samani yake. Basi Fordia akamshika mwanamke huyo begani kwa njia ya kumbembeleza, naye Valentiana akasema kwamba okay, so apologize, accepted everyone, so we can bounce now, okay? Valentiana aliongea hivyo kwa ajabu tu, yani ile kutaka tu kuleta hali fulani hivi ya uchangamfu, lakini ikawa imefeli. Maana Betha bado alionekana yupo ni kama makini sana, lakini alishusha tu pumzi na kuniangalia kwa ufupi. Sasa hapo Tamia akiwa ameishiwa pause bado na kuonekana amehuzunika, naye madam akanipita na kuanza kuelekea huko nje bila kusema lolote tena. Sasa Bavin akaanza kumfuata baada ya ulinzi kutoka naye, na Fordia akamwachia Tamia na kuniongelesha kwa kunong'ona akisema kwamba you two work it out well. Alimaanisha kwamba mimi na Tamia tuyamalize vizuri kabisa. Nami sasa nikatikisa kichwa kuonyesha uelewa, na ndio mama huyo akaondoka pia. Valentiana akamshika ganja Tamia na kusema kwamba okay, so kila kitu si kimeisha, lakini mdada mtu ondoke bwana. Hapa kupatana hapa kumeshakamilika kamili, au sio mjomba JC? Aliuliza hivyo, kalikuwa kanaonekana kana haraka sana kadada. Nami sasa nikatabasamu kiasi na kusema kwamba ya, nyie nendeni tu mkaburudike. Sasa Valentiana yeye akatabasamu kwa furaha na kuanza kumvuta mwenzake ili waondoke. Naye Tamia akatumia sekunde chache za kupiga hatua kunitazama. Aliniangalia kwa namna fulani hivi mpya, ambayo naweza kusema ilikuwa tofauti kabisa na ambavyo alinitazama awali. Sijua ilikuwa ni ile hatia au aibu au jambo lingine tu alilokuwa ameanza kuhisi. Kwa hivyo vile jambo hili lingekuwa baya endapo kama lingeendelea na Betha kuanza kudadisi zaidi. Hivyo ningetakiwa kujitahidi kumkwepa huyu mdogo wake, hasa katika nyakati ambazo madam mwenyewe angekuepo. Tamia hakujua vizuri kuficha hisia, na hilo sasa lingezua tatizo kwetu sote kutokana na issue zilizofanyika nyuma ya mgongo wake Betha kuwa za pande zetu sote, ingawa yake na mjomba wao ndio ilikuwa nzito zaidi.
Kwa hiyo wanawake hao wakawa sasa wameondoka kwenda kupati, nami hatimaye nikabaki mwenyewe pekee tu kufanya jambo fulani la kipekee hapa. Mawazo yote sasa yakawa yamehama kwenye mpango wa kufanya ili niweze kumwona Elysiana wangu. Nami sasa nikatoka hapo na kuelekea upande wa masofa ya kupumzika. Nilikaa nikimsubiri Ria arejee hapa. Nimekaa kama dakika 10 hivi, naye Ria akawa amerejea hatimaye. Nikamuita kwanza na kumuuliza kuhusu Elysiana, yaani kama alipokea chakula vizuri na kuanza kula. Naye akanijibu kwamba aliambiwa akiweke tu mezani na kisha amwache. Baada ya Ria kusema hivyo, sasa niliona hapa nikawa nimeshawaza cha kufanya ili kumuona Elysiana, na kusingekuwa kuna ugumu wowote. Basi Ria akarejea tena huku akiwa amebeba kisahani chepesi, maana alikuwa ametoka baada ya kunijibu kwamba aliambiwa tu weke chakula na kutoka. Kwa hiyo akawa amerejea amebeba kisahani chepesi chenye jagi la kioo lenye maji pamoja na glasi. Nami nikamuita tena na kisha kumfuata. Nikachukua vyombo hivyo na kumwambia mimi ndo nitampelekea Elysiana. Lakini Ria akaanza kupinga vikali wazo hilo, akisema kwamba asingeweza kubaliana nami kwa sababu endapo kama Madam au Fordia akijua ameniachia nifanye kazi kama hiyo, ingekuwa ni tabu kwake. Nikamtuliza kwa kusema kwamba haikuwa na tatizo. Mimi nitaka kumpelekea Elysiana maji na kumsalimia, nijue tu hali yake ya macho pia. Na ikiwa ingetokea shida labda kwa upande wake Ria, ningehakikisha namtetea. Ingawa alionekana kutokuridhia ile kwamba ni hakujisikia vizuri mimi mume wa Madam niwe wa kufanya kazi iliyotakiwa kwa ya kwake. Akaniachia tu kwa sababu pia nilimuonyeshia heshima akiwa ni mtu mzima. Nami nikamshukuru na kumuuliza kwenye jengo la annex walikaa nani na nani. Yaani hapo tu ni katika maana ya ulinzi. Akaniambia kwamba kulikuwa kuna walinzi wawili nje ya mlango wa kuingilia. Ndani hakukuwa na mwingine isipokuwa Elysiana. Alikuwa kwenye chumba cha ghorofa ya kwanza. Yaani kwenye haya majengo unakuta sehemu yote ya chini ina chumba kimoja. Ghorofa la kwanza ni chumba kimoja, la pili ni chumba kimoja. Vikubwa lakini vinakuwa vikubwa. Hivyo Elysiana alikuwa katikati. Nami nikamshukuru kwa mara nyingine na kuanza kuelekea huko. Nilikuwa nikihisi msisimko mzuri ndani kwa ndani, ile hamu kwenda kumuona mwanamke huyo na matarajio fulani hivi ya mambo ambayo yangetokea, lakini ningetakiwa kujitahidi kudhibiti hisia ili jambo lolote lisitokee baina yetu ambalo lingeleta utata kidogo hapa. Kwa hiyo umbali kutoka hapo jumbani mpaka kwenye hicho kijengo haukuwa mrefu sana. Ni kabla tu ya kufikia upande uliokuwa na eneo la kuegesha magari. Sasa walinzi waliponiona wakanipa salamu kwa namna yenye heshima, akiwepo na mlinzi wake binafsi Elysiana. Nikawaitikia tu vyema na kuwapita tu bila kusema lolote. Si kana kwamba eti ningehitaji kujielezea kwao. Kwa hiyo moja kwa moja nikapanda ngazi kuelekea ghorofa la kwanza, na sehemu hii pia ilikuwa maridadi sana kwa vyumba vya wageni. Ungeweza kusema ni hoteli ndogo maridadi sana. Na hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia. Sasa nilipofikia mlango wa chumba cha ghorofa la kwanza, nikaugonga na kusubiri kwa kitambo kifupi bila kujibiwa. Nami nikaamua tu kufungua tu na kuingia. Nilikuwa nimeona CCTV kamera kwenye kona za sehemu za nje na ndani hadi kufikia hapa. Nami sasa nilipoingia kwanza ikawa ni kutazama juu kuona kama na humu chumbani ziliwekwa. Ingekuwa ajabu kuweka kamera mpaka ndani ya chumba cha kulala, lakini hawa watu wa Betha walishindwa kufanya nini So niliposhusha macho ningeweza kuona vyema uzuri wa chumba hiki kubwa sana, kikiwa na hali ile ya blueberry na nyeupe kwa karibia kila kitu kilichokuwemo, na pambo bora hata zaidi likiwa ni Elysiana mwenyewe. Huyu mwanamke alijilaza kwenye kitanda kipana sana ndani hapo, ile kulala kwa ubavu, huku sasa amegamiza mkono kwenye kichwa chake akiwa anaangalia jambo fulani hivi kwa simu yake. Alivalia dera laini la blue zambarau, akivalisha kichwa chake kofia cha nywele, na mbinuo wa kalio lake sasa kutokana na jinsi alivyokuwa amekunja mguu mmoja ulinifanya niache tu tabasamu la hisia, kwani kwa namna ambavyo nimtazama nilianza kukumbuka mambo mengi sana kuhusiana mimi na yeye. Hakuonekana kujali kwamba kuna mtu aliingia. Nadhani alifikiria ni Ria ndio ambaye alikuwa amerejea kumletea maji. Na nilipotazama meza ndogo upande wa pembeni wenye useble, nikaona kwamba hakuwa amegusa kile chakula hata kidogo. Bado kilifunikwa. Sasa nikamtazama tena kwa upendezi na kusafisha koo kiasi. Naye bila kuniangalia akasema kwamba just leave it there. Nikatabasamu kiasi kwa kuwa hapo nilithibitisha kwamba alidhani ni mfanyakazi ndo ameingia. Nami nikasema kwamba all right. Do you need anything else?
Elisiana akatoa egamio lake kichwani na kuniangalia upesi, akionekana kuvutwa umakini na mimi zaidi. Nikatembea na sahani yangu mpaka kufikia meza na kuliweka hapo, na nilipomtazama tena nikakuta akiwa anajitoa kitandani pale na kuanza kunitazama kwa namna fulani hivi ambayo kwanza alipofika mbele yangu macho yake mazuri alinitazama kwa subira yenye hamu. Vipi? Hello. Hi. Pole, nilikuwa nimetoka kidogo leo. Hatukuonana. Ulirudi huku mida gani? Niliingia time ilikuwa imeenda jioni. Oh. Basi mimi nilichukua simu yangu nikaandika maneno fulani ya kwamba cameras in here. Niliuliza hivyo. Nikauliza sasa ya kwamba vipi? Amira anaendeleaje? Niliuliza yani katikati hapo. Elisiana akatabasamu kiasi na kusema kwamba yuko sasa hivi vizuri, anaendelea vizuri. Sasa huko akitikisa kichwa ukanusha kila ambacho niliuliza kwa simu. Yaani alijibu majibu mawili kwa wakati mmoja. Nikamwandikia tena huku nikisema kwamba angalau ingawa hatujui itachukua muda gani mpaka amke, lakini tushukuru Mungu anapata utulivu. Basi nikamuonyesha tena maneno mengine ambayo nilikuwa nimeandika. Hayo ya kwanza sijui angalau niliongea kwa sauti, lakini maneno niliyomwandikia tena kwenye simu niliandika kwamba listening device, yani kwamba kuna virekoda, yani vitu ambavyo vinaweza tukaongea afu tukasikika. Elisiana akanionyesha ishara ya mabega kwamba hana uhakika. Naye akasema kwamba shukrani sana kwa Mungu. Nikarudisha simu mfukoni na ile nimemwangalia tena. Hapo hapo sasa akawa amenifikia na kunikumbatia kwa upendo mwingi. Hii isingekuwa hatari kwa kuwa ndani hapo hakukuwa na kamera. Lakini kwa kutokuwa na uhakika juu ya vifaa vya kusikiliza sauti ingebidi kuwa makini na maongezi yetu. Nikamshikilia kiunoni pia nikihisi vizuri sana moyoni, nami nikamchumu taratibu na kumwambia kwamba siwezi kukaa humu muda mrefu. Naye akaninong'oneza akasema kwamba nimekumisi sana. Nikamwambia mimi pia. Akanambia okay Jesse, so why did you leave me? Nimekumisi sana and najisi mpweke sana kwa siku ya leo. I'm so sorry. Kuna issue nilienda kudili nayo, but kwa sasa nimekamilisha. Nilimwambia hivyo, akaniambia kwamba sawa. Mimi nilikuwa tunahitaji nikuambia kitu muhimu sana. Nilimnong'oneza nikamwambia kwamba utaniambia tu tukiwa mazingira salama, lakini sio hapo, okay? Akatikisa kichwa shingoni kwangu kubali, nami nikamchum tena shingoni kwa uroro, akatoa mguno tu wa pumzi ile kukubaliana na chumi yangu. Basi nikambeba na kumzungusha ile kama mtoto yani. Akacheka kiasi. Sasa mimi nikajitoa shingoni mwake na kutazamisha uso wake na wa kwangu kwa ukaribu. Kwa hiyo tulienda ile deep chum. Nadhani mnaijua Na mimi nilijua sikutakiwa kumaliza muda mrefu ndani humu ili mashaka huko nje yasije kuamshwa. Lakini mwanamke huyu aliteka sana feelings zangu mpaka sasa nikajikuta sana zidiwa sasani. Elisiana alijitoa kwangu na kuniambia kwamba ataona namna ya kuweza kupata muda kwa ajili yetu sisi. Basi aliniachia kabisa na kurudi nyuma huku sasa ananitazama kwa hisia sana. Nami nikasema kwa sauti ya kwamba kwa hiyo vipi utapumzika nyumbani mpaka lini? Akanambia kwamba kesho tu nitarudi hospitali. Nikatikisa kichwa kuonesha uelewa. Nami nikasema kwamba sawa, mimi pia nitaingia kazini kesho. Nafikiri tutaonana huko pia. Elisiana katikisa kichwa kukubaliana na hilo. Asa mimi katulia kidogo nikimwangalia kwa hisia. Nikamwambia kwamba okay, hakikisha basi unakula hicho chakula Elisiana. Chote kiishe. Ni nzuri kwa afya yako na kushauri sana kama dokta. Elisiana akasema sawa, nitakula chote, asante. Nikasa na mtazama kwa uelewa mwingi wa ni jinsi gani hali zetu zilizotuwekea vikwazo vya kuonyeshana hulka yote ya mapenzi tuliyokuwa nayo kuelekeana zilitatiza sana hisia zake. Nami sasa nikaona ngoja nisiendelee tu kumtatiza zaidi kwa kuamua tu kuondoka ndani hapo pesi. Yaani nitamani kama ingewezekana japo angalau kidogo tu nimpe tu hata huyo mwanamke kila ambacho alistahili kukipata. Basi tu. Kwa hiyo nikatoka zangu hapo nikiwa na uhakika kwamba nilifanya jambo sahihi. Maana najua hata Elisiana alielewa kuwa makini ilikuwa ni lazima. Na mimi lazima ningetengeneza tu nafasi nyingine ili tuweze kuwa sote. Kwa hiyo nilipofika nje walinzi walikuwa makini na sehemu yao ya kazi, nao wakanitikisia vichwa kama salamu ya kuaga. Nadhani hawakuwa wale wa mchezo. Mradi tu yani wanaangalia sehemu na kuwa tayari kupiga kelele hatari ikitokea. Yani hawa walikuwa ni wasomi wa hiyo kazi yao, wenye mafunzo. Kwa hiyo nikaachana nao na kuelekea kwenye malango ya jumba lenyewe, na nikiwa sasa nimekaribia nikamwona Batundui akiwa amesimama hapo kwa utulivu tu akiniangalia kama kunisubiria. Alivaa kimtindo tu yani kama jasusi fulani hivi.
Nikamwambia kwamba hey, vipi? Nilimsemesha kwa sauti ya chini. Akafumba macho yake na kutikisa kichwa kama kusema mambo yako sawa. Nikamwambia kwamba vipi? Naona upo Lindo. Akasema ya, sikujua umetoka ndani, so naona bora hapa hata nikungoje. Okay, ina maana ni lazima mpaka ufanye vitu kama hivi ili kuthibitisha kwamba unanilinda? Ya, yani dhidi ya nini sasa? Si niko nyumbani. Hey, ndio system JC. Aliniambia hivyo kwa sauti ya chini. Sasa mimi nikaangalia pembeni na kutikisa kichwa kwa kusikitika kiasi. Nami nikamwambia kwamba haya poa, nitafanya mpango fulani tujue hali ya mke wako na wengine kule hospitali. Batundui sasa akatazama kwingine kisha kuuliza kwamba kupitia Madam Tami ama? Nikasema ya, labda. Sikumfikiria yeye kwanza, ila alinikatiza akasema kwamba haiwezi kuja kuleta shida kwa AJC. Sijui ni kwa nini unauliza hivyo tu. Unajua hawezi kusema lolote kwa sababu tumemweka kifungoni pia. Batundui akasema game yaweza badilika JC, imagine. Akamwambia tu anko wake, ile tumeshalifikiria wala hata usiwaze. Mimi namjua vizuri sana Tamia. Anaweza igiza tu kama mjeuri sana but hana lolote, hawezi kufika huko. Nilimwambia hivyo Batundui. Sasa Batundui akatazama pembeni na kuonekana bado amekosa amani. Nikamwambia kwamba okay, sijui nyie huwa mnapumzika saa ngapi, ila ngoja mimi nikalale sasa hivi, kesho mapema hospitali. Nilimwambia hivyo na kuanza kumpita. Akauliza kwamba ina maana vipi, haukuli? Nikamwambia hapana, niko full. Basi nilipopiga hatua chache mbele zaidi, Batundui akasema kwamba JC. Nikamgeukia na kusimama tena. Bila kuniangalia akasema kwamba natamani kama situation hii ingekuwa tofauti, ningekuonyesha shukrani kwa jinsi unavyostahili, sio kuendelea tu kutumika kama kibonda roho kwako. Alisema hivyo kwa njia iliyonionyesha kwamba alidhibiti hisia zake. Yaani ni kweli hakupenda kabisa kuendelea kutumiwa kama mchunga mifugo, hasa kwangu mimi ambaye nilikuwa nimemsaidia sana. Nami nikamsogelea tena na kusimama pembeni yake. Akaniambia kwamba ustahili hivi kabisa. Aliniambia hivyo na kuweza kuinamisha uso wake. Asa nikiwa namuelewa vyema, nikasema kwamba usijali, haya sio makosa yako. Angalau wote tunapata namna za kuwa sawa na yote yanayotuzunguka, ingawa ni kama hatuafikiani na mengi. Nikupiga tu moyo konde. Batundui aliniangalia. Unajua napata hisia kwamba kuna mambo mengi sana umefanya hapa ambayo hukupenda kuyafanya. Wengine wanaupenda huo ukatili, lakini wewe utaufanya tu kwa kuwa tu unalazimika, si ndio? Batundui alitikisa kichwa kukubali. Okay, sishangai, labda hauko peke yako, lakini kuna wengine unakuta wanatamani kutoka pia, ila sasa yani ndio hivyo, yani ni kama ni kitu ambacho kinakuwa ni hakiwezekani. Okay? Lakini sio wote hapa ni wafungwa, ila angalau tunapewa uhuru kwa masharti. Nilimwambia hivyo Batundui, alibaki tu yani kuniangalia tu yani. Basi akatazama pembeni na kusema kwamba naona zaidi sasa haikufaa utendewe ulivyotendewa. Japo mimi sifahamu mengi, lakini mimi najua tu wewe ni mtu mzuri sana JC. Yani wewe na familia yako yani unastahili kuwa nao wote na sio kuwa hapa. Maneno yake yalinigusa, nami sasa nikatazama chini kwa kuingiwa na hisia za huzuni. Batundui akasema kwamba ikiwezekana tu hata upate nafasi tena kuona. Batundui aliishia hapo. Nikamtazama kwa makini, akaonekana kuzuia jambo alilotaka kusema na kutulia hivyo hivyo. Nami nikasema kwamba nafasi ya kuwa na nini? Akaniangalia kwa makini, akionyesha kuwa ni kama mtu fulani hivi mwenye mawazo fulani hivi aliyojenga hisia fulani nzito ndani yangu. Nikamuuliza kwamba unataka kusema nini? Aliangalia chini na kusema kwamba nitaka tu kusema ikiwa ungepata nafasi kuwa na familia yako tena ungeichukua. Njia yake ya kuwasilisha hilo ikawa tofauti na namna alivyoonekana kutaka kulisema mwanzo, lakini nikamjibu kwamba ndio, bila shaka mimi nitatoa kila kitu yani kuweza kuwaona na kuwa na familia yangu tena, lakini kwa sasa nimekubaliana tu na ukweli kwamba hilo haliwezekani. Batundui akabaki kunitazama kwa namna ile ile iliyonifanya nipatwe na hisia nzito moyoni. Sikutaka aanze kujenga mawazo yote ndani yangu, kufikiria kufanya vitu fulani ili hilo alilolisema nilikuze akilini. Maana ni kweli hakujua kiundani sana niliyopitia mpaka kusababisha mimi kutenganishwa na familia yangu. Kwa hiyo nikampiga begani kidogo na kusema kwamba tuonana kesho, good day today, good talk, pumzisha hilo fuvu ukiweza. Batundui hakutoa itikio lolote wala jibu kwa njia yangu yenye urafiki ule wa kumsemesha. Nami nikaona tu ngoja nimwache na kuanza kuondoka hapo. Nilianza kutembea sasa, bado nikihisi hali fulani hivi yenye kutatiza rohoni kutokana na maneno ya mwanaume huyo, akiwa ameniamshia tamaa fulani hivi ndani yangu ambayo kwa kadri kubwa
ilikuwa imeshaanza kufifia. Ningegeuka kumtazama na kukuta bado anaendelea kuniangalia vile vile. Nami nikaanza kukosa amani zaidi badala ya kuipata kutokana na kauli aliyotoa. Sijui tu ni kwa nini, ila ni kama alitaka kusema jambo fulani ambalo lingemaanisha kuna njia ya mimi kuweza kuwa pamoja na familia yangu tena. Na kujua hatari zilizokuwepo ndio kitu kilichopelekea nizimishe kabisa maongezi hayo kuelekea huko. Ikiwa sivyo, basi kuna kitu kingine kuhusu maisha haya chenye utata alikuwa akitaka kusema, lakini akajizuia. Sasa hata sijui ingekuwa nini. Kwa hiyo siku mpya ikawadia bwana. Nilala usingizi wa kutosha, na ila alfajiri imefika, nimeamka na moja kwa moja nikaanza kujiandaa. Kisha nikabeba begi langu na kulifuata gari, nikiwa sasa nasubiriwa na Batundui. Waliorudi hapo jengoni ilikuwa ni Tamia na Valentiana. Tena yani mimi wakati natoka ndio wao wakawa wameingia hiyo alfajiri. Walikuwa wamekunywa sana na hawakuniona wakati walipoingia, kwa kuwa niliwakwepa kabisa na kuwaacha na raha kama sio tabu zao. Kwa muda huo pia nadhani bado Elisiana alikuwa amejilalia tu kule kule annex bedroom. Hivyo ikawa ni kutangulia kuelekea hospitali. Mapokezi yangu hospitalini yalikuwa vyema sana. JC nikiwa nimemisiwa, ingawa sikuwepo kwa siku moja tu eti wakawa wamenimisi. Taratibu za hapa na pale za kazi zikaanza hadi kwenye mida ya saa 4 ambapo ndio nikapata nafasi sasa kupumzika na wenzangu ili tupate na chai. Nilitaka kwenda kumuona Amira kwanza, na bila shaka Elisiana angekuwa ameshafika pia. Hivyo nikaona ngoja nipite ofisini kwangu kwanza kuiweka simu chaji, maana ilikuwa imeishiwa chaji. Kisha ndio nipande sasa kuwaona kabla sijakwenda kupata chai. Kwa nilipofika ofisini kwangu nikakuta kibahasha mezani ambacho sikukumbuka kukiacha hapo. Na hiyo sasa ikaonyesha kwamba kuna mtu aliingia wakati nipo kwenye chumba cha upasuaji na kuiweka. Na mimi nilifikiri labda ni ripoti fulani. Kwa hiyo nikaona ngoja nifungue. Kufungua nikakuta ni barua kutoka kwa muuguzi Leticia kuja kwangu. Kabla hata sijasoma nikatikisa tu kichwa kwa kusikitika, maana nikikumbuka issue yake kutumiwa na Betha ilivunja sana moyo. Nilimuona kuwa mpole na bila hatia rohoni, lakini ndio hapo pia nikajifunza kuzidi kuwa makini na watu. Barua yake ilikuwa ni ya kuomba samani, akisema anajua sitaki hata kumuona, maana alichokifanya akikuwa kitu kizuri, lakini nielewe hiyo ilitokana tu na nguvu kubwa ya shinikizo kutoka kwa mke wangu. Na pia ingawa anajua haijalishi tena, alikuwa amenipenda kiukweli ukweli, hasa kutokana na utu wangu. Msimamo ambao nilimuonyeshea ndio ambao ulifanya akavutiwa hata zaidi na mimi. Na akasema ikiwa mbele ya safari hali zingebadilika, angekuwa tayari kufanya lolote kwa ajili yangu kuthibitisha upendo wake. Kwa mimi nikaikunja tu hiyo karatasi na kuirusha upande wa kopo la uchafu. Nisitake kabisa kuanza kutafakari, kuanza siji kuvunja moyo kama hivyo. Habari ya huyo Leticia ndio ingekuwa imeishia hapo. Yaani na yeye kuanzia sasa ningemuona kama Tamia tu. Yaani nikimuona hivi napita kule. Sikutaka mazoea aina yote tena. Nikatoka humo na kwenda kule chumbani kwake Amira. Na njiani niliweza kupishana na huyo Leticia akiwa na wauguzi wenzake, lakini mimi sikumsemesha wala kumtazama. Wenzake waliponisalimu nikawapa tu jumla tu na kusonga mbele. Sikuwa na muda. Nikakifikia chumba cha mtoto na kukuta mlinzi wake Elisiana akiwa amesimama nje ya mlango, naye sasa akaniruhusu kuingia bila neno. Ndani hapo nikakuta mazingira yamebadilika kidogo kwa upande wake Amira. Kitanda kikiwa kimebadilishwa na kuwekwa bora zaidi cha kielektroniki, na sehemu kilipowekwa ikiwa ni tofauti na ile ya awali. Kwa mashuka, nguo alizovikwa zote zilikuwa ni mpya. Na msuko wake kichwani ulikuwa umefumuliwa naona. Bado alikuwa ni mtulivu ndani ya koma. Na mama yake aliketi kwenye kiti karibu naye huku sasa akikishika kiganja chake. Alimpenda sana. Tayari Elisiana alikuwa amekwisha niona nilipoingia hapo. Na akiwa ananitazama akachata tabasamu hafifu tu la mridhiko. Kwa hiyo sasa mimi nikapiga hatua chache mpaka karibu na hicho kitanda huku sasa nikisema kwamba hii sio sehemu ambayo Amira anatakiwa kuwepo kabisa. Elisiana akatabasamu kiasi huku akimwangalia binti yake na kusema kwamba tutafanyaje sasa? Sio kwamba amependa kuwa hapo. Nilimwangalia kwa hisia za kujali. Akanitazama na kusema kwamba pole kwa kazi ngumu, utakuwa umechoka eh? Hamna kuchoka bado bwana. Ni break kidogo tu ili ndo turudi hasa kuchoka vizuri zaidi. Nikamwambia hivyo akatabasamu. Okay, sawa mimi nafurahi kukuona bwana. Mimi pia. Nani mwingine amekuja leo? Ni marafiki tu wa Seb, walikuja mapema na kuondoka. Yaani bado yuko kule na Betha? Yeah. Okay. Ukimya ukafanta. Tukiangaliana tu kama kusubirishiana mmoja au mwingine aseme kitu.
Uliniambia jana kuna issue muhimu sana unataka kuongea na mimi. Inahusu nini? Yeah, nitaka zungumza nawe kuhusiana na mimi na Seba. Basi akaniangalia kwa namna ya upole sana. Nikaendelea mimi kumwangalia kwa utulivu makini. Akasema kwamba lakini watakiwa tu kupata chakula kwanza ndio tutaongea. Haina shida, naweza nikasubiri. Wewe niambie nini kinaendelea? Nimemwomba Seba talaka. Sitaki tena kuwa mke wake. Umemwambia Seba nini unataka talaka? Ina maana mlikuwa mmefunga ndoa kabisa? Hapana, ila tu tulikuwa engaged na tumeishi kama mume na mke kwa muda sasa. Nimetaka tu aniache. Kwa hiyo amejibuje? Akasema tutaongea, ningoje amalize mambo yake kwanza. Elisiana, hii haiwezi kuwa hatari. Kwa maana ipi? Ulikiri kwangu kwamba unajua chini yake Sebastian umewekwa si kama mke tu bali mfungwa. Unafikiri kweli ataweza kukubaliana na hilo? Mbaya zaidi anaweza hata nini? Yaani kwamba eti unawaza kwamba anaweza nifanyia kitu mbaya, sio? Yeah, lakini no. Usahau mimi ni mama wa mtoto wake. Anaweza nitukana, anaweza nipiga, lakini sio kunidhuru. Usiwe na hakika kwenye hilo. Yaani Seba hayuko above everything, JC. Hawa wote hawako above kila kitu. Hatuwezi kuendelea kukaa namna hii maisha yetu yote. What for? Aliongea kwa hisia sana. Nami nikamuuliza kwamba unamaanisha nini? Yaani kwamba unavyosema hatuwezi unamaanisha nini? Elisiana, ni wapi unafikiria kulipeleka ile Elisiana? Yaani unafanya hivi kutarajia ni Seba kuachia? Alafu mimi nataka tuwe pamoja Jaden. Hata najua waweza tafuta njia ya kujitoa kwa madam. Si lazima leo. Najua tu madamu wako na mtoto karibu kujifungua, but unachokifikiria akiwezekana Elisiana. Why not? Naomba nisikilize. Sijui ikiwa unafahamu, lakini Seba ni mtu hatari sana. Anaweza kukufanyia jambo baya haijalishi mna mtoto tayari. Akili yake haipo sawa. Sijui kama unanielewa. Yaani kumwambia kwamba unataka muachane itampatia umakini. Atakuchunguza bila wewe kujua ili elewe nia yako ni ipi sasa. Kwa hiyo usifikiri kwamba eti atadhani yote ni kwa sababu tu ya Amira kuumia ndio sababu. No, sio hivyo Jaden. Tena nimetaka kumwacha kwa muda mrefu sana. Ni wewe tu hasa ndio umenitia nguvu sasa niweze. Exactly. Ndio ninachosema. Nilimkatisha. Elisiana akabaki kuniangalia tu kama elewi. Mimi ndio hiyo sababu, unaelewa? Lakini Elisiana, maisha yetu hayataturuhusu tuweze kuwa wote kama unavyowazia. Hata kama Seba angekuachia, kitu ambacho najua kiwezekani. Lakini mimi kwa upande wangu isingewezekana kabisa kutoka kwa Betha. Yeye amenishikilia kwa nguvu ambayo sidhani kama nikikuelezea utaweza kuelewa. Na ndio kitu kinachofanya unampenda sana madamu. Elisiana, naomba tafadhali usije tena kurudia kumwambia Seba kwamba unataka talaka. Next time yani mkiongea mwambie tu kwamba ilikuwa tu ni kama hasira tu imetoka, ni hukufikiria vizuri. Sasa kwa nini unaogopa sana? Hii sio kuhusu mimi kuogopa. Ni utaki kujibu swali langu Jesse. Utaki kuniambia sababu kwa nini unaogopa. Unataka ni tuendelee kuishi kwa kujificha hadi lini Jesse? Kwa nini tusiishi tu kwa uhuru, tukaonyeshana love kwa uhuru? Tuishi hivi hadi lini? Binti aliuliza hivyo, sasa machozi yakaanza kumtoka. Nikamtazama kwa huruma sana na kutaka kumfuta machozi, lakini akakwepesha uso wake na kurudi nyuma. Mr. Tuendelee kuwa hivi. Elisiana, Jaden, mimi nakupenda. I want to be with you only. Na mimi kweli mimi si mzuri kupretend. Naweza jitahidi but now siwezi tena Jaden. Unarudi kwa madam na mimi niendelee kuitwa mke wa Seba. Sioni yafaa kuwa hivyo kabisa. Najua ni ngumu Elisiana. Wewe niambie tu ikiwa wanipenda Jaden. Usiendelee kuongea mambo mengine. Ndio, nakupenda. Na ndio maana nakusihi usifanye jambo ambalo unajua litaweza kukuumiza Elisiana. Kuna mengi ufahamu kuhusu mimi. Hata mimi pia sina mengi nayojua kuhusu. Lakini yale tunayoyaelewa ndio yamefanya tumevutana. Kwa sababu kwa kadri fulani hivi tunafanana. Kwa na kuomba utulize tu hisia kwanza, sawa? Najua bado unaumia sana. Tutalizungumzia hili vizuri zaidi, lakini kwa sasa
na kusi ufanye nilivyokuambia. Nilimsemesha kwa upole tu. Sasa Lisiana akaweka uso ulioonyesha kukwazika sana, naye akajifuta machozi na kurudi kumtazama binti yake asitake kuniangalia tena. Naelewa uvumilivu wa subra vilikuwa vimemuishia huyu mwanamke. Hakutaka tena aina ya maisha aliyokuwa akiaishi na kuwa nami kimapenzi. Sasa naelewa ilimfanya ahisi labda kuipata nafasi ya kuondokewa na maisha hayo, na alianza kuweka jitihada za kuyakimbia, lakini sidhani kama alitilia maanani hatari ambazo zingemkabili, maana angeweza kuwa anajua aina gani ya mtu Seba alikuwa. Lakini hapa alitanguliza zaidi hisia zake na si kupiga mahesabu ya matokeo ya maamuzi yake kwamba Seba atamfanya nini. Nikaona ngoja tu nijiondokee tu kutoka sehemu hii, nimwache mwenyewe kwanza ili aweze kutafakari vyema. Kwa hiyo mimi nilienda kupata chai nikiwa sina amani kiasi moyoni. Nilimtafakari sana Lisiana, akinifanya yani nimuonee kama huruma ama nionee huruma hali yake, hata ya kwangu pia. Na ilikuwa hivyo kwa sababu kwa asilimia zote alikuwa sahihi. Haikufaa kuishi kwa kuogopa na kujificha kila tulipohitaji kuonyesha upendo. Ilikuwa ni lazima tutafute njia ya kupata uhuru wa kweli ili tufurahie upendo wetu. Lakini sasa jitihada zozote za kutafuta huo uhuru zingeibua hatari zaidi. Na mimi sikutaka yaliyompata Amira yajirudie kama yalivyowapata wapendwa wangu wengine, na sasa tena kwa huyu mwanamke. Kwa hiyo sikuwa nimemjibu kumridhisha tu alipoomba nimwambie ikiwa nampenda. Nilijibu kutoka moyoni, yani kumpenda nilimpenda of course. Na mimi sikutaka kumpoteza kama nilivyompoteza Miriam, kwa sababu hata yeye alionyesha ujasiri wake dhidi ya maadui zetu kwa ajili ya penzi letu. Lakini nini kiliambuliwa kwa hilo? Nikabaki na maumivu. Kwa hiyo huyu sasa alikuja kuyapoza. Nisingependa kabisa historia kujirudia kwa mfano wake yeye. Sikujua tungewezaje kuendelea na mapenzi yetu huku sasa ikiwa wazi kwamba hakutaka kujificha tena, na hilo ndilo likaniacha ndani ya dilema. Nilikaa kivyangu tu wakati nakunywa chai, na kisha dokta mmoja hivi na muuguzi mwingine wa theater wakajiunga na mimi. Wakaanza kutengeneza mazungumzo yenye kuchangamsha kuhusiana na upasuaji fulani hivi uliofanywa leo. Ilikuwa ni karibu mama mmoja hivi apoteze maisha wakati wa taratibu za kumpandikizia ini lingine. Wakati sasa nilipokuwa naangalia upande wa kutokea mgawani hapo, nikamwona Batundui akiwa amesimama na kuniangalia kwa makini. Wazo la kwanza ikawa ni kwamba alikuja kuangalia usalama wangu, lakini kwa jinsi ambavyo ingeonekana kuwa upuuzi, haikuwa hivyo. Akanionyesha ishara ya kichwa kuniita, na hilo sasa likaonyesha nia ya maongezi. Kwa mimi nikatoka mezani nikiwa hata sijamaliza chai, nami nikamfuata mpaka hapo mlangoni na kumuuliza kwamba vipi? Akasema kwamba madam. Anasemaje? Anasema anakupigia upokei. Nimeacha simu chaji kabla. Ameguess labda utakuwa na kazi, so akanipigia nikwambie. Kuhusu nini? Tunatakiwa kuondoka, ni kuupeleke kwa duka fulani hivi tu. Wait, kuondoka? Yeah. Kwenda wapi tena wakati ndo nimefika tu hospitali Batu? Jesse ni madam. Anaamuru uende kwa hii mkutano, anasema ni muhimu sana. Hajanipa details ila utajua tu mengi ukishaongea naye mwenyewe. Msikilizaji, nikahisi kukereka upesi sana na hizi biashara. Sijui angekuwa nataka niende wapi na kufanya nini, lakini kunikatiza wakati bado sijamaliza kazi na nikiwa nahitajika pia ili nikera sana. Nikatoka hapo nikimwacha Batundui na kuelekea gorofani tena moja kwa moja mpaka ofisini kwangu na kuchukua simu. Kweli nikakuta madam amenipigia mara chache, nami nikampigia kujua kisa kipya ni nini. Bwana kulikuwa na mlo wa muhimu sana uliopangwa huu mchana, na alinihitaji niwepo kama mumewe ili aringe kwa watu ambao alitaka kukutana nao. Nasema kuniringishia kwa sababu haukuwa na maana yoyote kwangu, ikionekana ni mkutano wa watu wa majuu sijui, na hivyo alitaka tu heshima yake kama boss lady mwenye mwanaume, yani ionekane. Huenda ingekuwa ni kama mtoko wa makapo. Hakutaka kunipa maelezo zaidi na kusema tu kwamba Batundui angenipeleka kwenye moja ya maduka makubwa ya mitindo na mavazi ili nitengenezwe vizuri, na tayari alikuwa ameshatoa maelekezo huko ya jinsi alivyotaka nivalishwe. Kwa hiyo akanikatia simu akiwa sasa amesema tungeonana saa 7. Hivyo nitoke hospitali upesi bila kujali nimemwacha nani akiwa mahututi. Kiukweli hii ilinichosha sana. Hapo sasa nikaanza tena kufikiria maneno yake Lisiana. Ningeishi hivi mpaka lini? Sikuwa na neno juu ya maamuzi ya Beth ambayo kwa anafanya. Yaani ningetakiwa tu kukubali ili aridhike. Ilichosha, lakini nikaona ngoja nivue tu koti la udaktari na kuvaa taswira
ya mume wa mwanamke huyo. Nami nikaondoka hapo bila kusema lolote, na hali yangu sasa kihisia ikiwa sasa imeshavurugika sana. Batundui hakukawiza kunitoa hospitali hadi kwenye moja ya maduka ghali sana ya mitindo na mavazi hapo jijini. Nilikuwa nje ya mudi kabisa ni. Na Batundui mwenyewe aliona hilo. Kwa hiyo tulikuwa kwenye station hadi tulipoingia huko ndani na kupokelewa kwa shauku na msaidizi wa mwenye duka. Huyo ndio alikuwa amepangwa kuniandaa kwa ajili ya mavazi na muonekano bora. Nami nikajitahidi tu kuwa mpole tu. Alipoanza kunipima pima pale na kutumia wafanyakazi baadhi kunipendekezea mavazi ya kubadilisha mpaka apate ilofaa. Mavazi niliyochaguliwa yalikuwa kwa mfumo wa suti zaidi. Na hii sasa ikaniambia kwamba Betha alitaka nivae kwa njia rasmi na utanashati kwa ajili ya mlo huo aliopanga. Inawezekana hao alikutana nao walikuwa ni watu mashuhuri au wenye pesa nyingi ambao angetaka kujenga nao kama muungano hivi labda, ili awe na nguvu zaidi kwenye vita vyake na wale mahasimu. Niliwaza hivyo. Kwa hiyo hatimaye nikavikwa suti kali nyeusi, kiatu rasmi cheusi pia, nywele zikitengenezwa vyema zaidi na kupuliziwa midawa, nikitendewa kama mdoli mpya na kusifiwa sana. Kisha ndo tukaondoka huku sasa bado nikiwa nimeweka sura makini sana. Yaani ni kama nilikuwa nimenuna. Mwendo wa dakika kadhaa nasi tukalifikia jengo kubwa na refu, maridadi sana, likionekana kuwa ni kituo cha mambo ya biashara na starehe. Naye Batundui sasa akanifungulia mlango na kuanza kuniongoza kuelekea ndani, huku akiwasiliana na walinzi wenzake waliokuwepo hapo tayari kuomba uelekeo. Ilikuwa imeshaingia saa 7. Watu kadhaa wakadha waliniangalia sana. Nilipendeza, lakini sikufurahia hata kidogo moyoni mwangu. Ile hisia ya kuburuzwa tu bila kutaka bado ilikuwepo. Kwa hiyo nikawa naombea tu jioni ifike, usiku uingie, asubuhi wadie na haya yote hayo yameisha. Sasa mlinzi wangu akanipeleka upande wenye lifti zile kama ngazi. Nasi sasa tukapanda kwa kuzunguka hadi kufikia ghorofa la 5, na hapo sasa nikuweza kuona sehemu zenye maduka na migawa maridadi sana kwa upande, yani kwa pande zote mbili tofauti. Nikamwona pia mlinzi mmoja wa Betha akija upande wetu na kumuonyesha Batundui ishara kuwa tumfate. Na baada ya kutembea pamoja naye tukaingia kwenye mgawa, yani ni kama kihoteli kidogo hivi cha hapo. Na nikisema kidogo namaanisha kubwa na ghali. Sema tu ikiwa ndani ya jengo ingeonekana kuwa ndogo. Kwa hiyo upande wa mbele kule niliweza kumwona Seba akiwa amesimama usawa, viti vizuri tu na meza, na aliyekaa kwenye kimoja bila shaka ilikuwa ni madam mwenyewe, lakini sikuweza kumwona usoni. Kwa hiyo sisi tukaenda mpaka hapo, muonekano wa Seba ukiwa rasmi pia ingawa hakuvalia suti. Naye akanitazama kwa macho makini tu. Walinzi wakaishia pembeni zaidi na kusimama huko kama kulinda vile. Yaani hata kwa sehemu zingine za kukaa hakukuwa na watu wengi. Ni mmoja tu na wazungu sana sana. Kwa hiyo nami nikakaribia kiti cha madam na kusimama kwa kukishika. Betha akanyanyuka tu na kunigeukia, akiwa sasa na tabasamu kwa namna yenye kuridhika na kunishusha na kunipandisha kama kunipima. Sasa alibadili muonekano wake pia, akivalia kigauni laini kirefu cha rangi ya maziwa kilichombana na kulichoresha umbo na tumbo lake vyema. Na kwa juu alitupia kimkoti cheupe cha manyoya kilichoonekana kuwa ni cha gharama sana. Basi Betha akaniambia kwamba mwamba ndio kaingia Hebu jiangalie sweetie, umependeza. Ananiambia hivyo sasa kitabasamu. Nikajiangalia kweli na kisha nikasema kwamba I don't know, najiona kama fala tu fulani hivi. Betha alicheka kidogo kwa pumzi. Betha alivyocheka hivyo, Seba akasema kwamba sio uongo, unaonekana kama huyo fala kweli. Betha sasa akamuita anko wake kama kumkatiza kwenye hicho alichozungumza. Nikamwambia Seba ya kwamba inawezekana maana ilimaanisha wewe. Nikamwambia hivyo Seba. Sasa Betha akaniangalia kutabasamu zaidi. Seba akauliza kwamba nini? Betha akasema kwamba hey, okay, that's enough. Nyo yule unaona ni bado hamjaacha kupendana sana. Betha alisema hivyo. Nikawa namtazama sasa na Seba kwa hisia makini sana. Betha akaniambia kwamba pole kukurupua bwana, hospitali haraka. Najua hujapenda ila hii haikuwa ya wewe kukosa. Okay, kwa hiyo nitafanya nini sasa hata kama nisipopenda? Niliposema hivyo, Seba akasema ya kwamba that's why you are here bitch. So utafanya chochote atakacho. Sebastian aliniambia hivyo. Nikamtazama kwa hisia kali sana. Na Betha akasema kwamba uncle, enough. Hakuna muda wa kuanza kuwaini hapa bana. Jesse, naomba unisikilize, hii ni muhimu. Najua sijakataa, ila ndo nijue kwa nini niko hapa kwenye huo muhimu. Ni kwamba tu kampuni ya Madui, miliki wake ndiye tunakutana naye hapa. Nilibaki kumwangalia Betha kwa makini sana. Sasa mlinzi wake Betha akawa ametukaribia.
Alivyotukaribia, Beth hapo alikuwa anasema ya kwamba nilikwambia nataka uanze kunisaidia kwa mambo fulani, na kwa sababu unakaribia kuwa mume wangu halali, sasa hiyo inakuweka. Beth akumalizia kauli, ndio mlinzi wa Beth akamwambia kwamba Mr. Otieno tayari ameshafika madam. Beth akasema okay, asante. Jamaa akarudi nyuma na kusimama pamoja na walinzi wengine. Sasa Beth akaniambia kwamba okay, huyo bwegi anakuja. Yeye ndo kama Baleso wa huko Eldoret. Unakumbuka kipindi kile nimekupeleka Red Room kwa mara ya kwanza hadi mkatibwana na Sudi? Yeah. Aha. Haitakuwa na utofauti sasa. Kwa hiyo tunaangalia njia tu ya kutatua hii traffic ambayo inafanya kampuni zetu zigongane hapa kati. Sijui kama hii itakuwa ndo ku broke up ku peace, yani I don't know, au sijui declaration ya vita ya 3 ya dunia. Lakini mimi nataka tu uende na flow, sawa? Yani ukiwa mume wangu, nataka uoneshe sauti kama ulivyofanya kipindi kile. Si utaweza? Sijui sana kwa sababu kuniambia kwa mapema sana, so we naye. Basi alionekana kukasirika. Seba naye akasema kwamba huo upuuzi tu. Hivi kwanza si anko wako yupo? Yupo anko wako na vitambi wengine, kwa nini mpaka mimi? Nimuulize hivyo madam. Beth akasema kwamba wewe ni mume wangu, pati ya hii kampuni na kuhusu wewe pia. Beth, usianze kusema utaki, haiwezekani kutokutaka. Otieno huyu hapo anakuja na mke wake, kwa nini mimi niwe peke yangu wakati mume wangu upo? Beth alizungumza hivyo. Unajua msikilizaji, ikawa wazi sasa kwamba huyo mwasimu alikuwa amekaribia kufika, na kwa sababu nilimwambia Beth nilikuwa nimeupa sasa mgongo upande uliokuja watu hao. Beth akasema kwamba just be cool. Yani unaonyesha kwa nini sikukosea kukuchagua wewe uwe mtu wangu. Beth alisema hivyo. Alitaka niwe sehemu ya mchezo wake, na bila kupenda nilikuwa nimeingizwa na kucheza sasa. Nikageuka tu baada ya Beth kutoa tabasamu la kinafiki kuwaelekea hao wageni, na ndio sasa nikawaona. Ilikuwa ni mwanaume mtu mzima tu, kukaribia kuitwa babu, lakini alionekana fiti sana. Mwili wake ukiwa mnene nini, huko pembeni yake alikuwepo mwanamke mrembo mtu mzima pia. Basi walifuatwa na walinzi wanne pia kwa nyuma. Nao waliposimama kutukaribia, Beth akasema kwamba Mr. Faith, karibu sana. Yule mwanamume akasema kwamba thank you madam. Unapendeza zaidi kukutana in person kama hivi. Mwanamume huyo akasema hivyo, huku sasa akimtazama Beth kwa namna fulani hivi ya kuhukumu, yani kinafiki hivi. Beth akasema kwamba yeah, I believe na mfahamu anko wangu Sebastian, na huyu ndo my husband Mr. Jaden. Beth akamwambia hivyo. Nikajituliza tu nikiendelea kuangalia wageni hao. Sasa huyo Otieno Hafidh akasema kwamba nimeelewa, ni vizuri bwana kukutana nawe Mr. Loverboy. Jamaa alisema hivyo. Nikaupokea mkono wake kisalamu. Hiyo Mr. Loverboy nikiona ameisema kwa maana pana kama vile ananijua, nami nikasema kwamba likewise. Akaniachia na kuelekeza mkono kwa mkewe. Ndio akasema kwamba this madam is my lovely wife. Aliongea hivyo. Yule mwanamke akasema kwamba Kadra Hafidh. Mwanamke huyo akajitambulisha na kumnyoshia madam kiganja. Huyu mwanamke anamfahamu sana. Nilibaki nikimtazama kwa umakini sana. Beth akikiangalia kwanza kiganja chake, kisha akakipokea kidogo na kukiachia huko akisema kwamba nashukuru sana. Sasa huyo Kadra akaniangalia na kunitikisia kichwa kisalamu, nami nikamuitikia tu kwa salamu. Sasa mwanamke huyo bwana akaniangalia usoni kwa namna yenye maana sana, akiwa ni kama ananijua vizuri na mimi nikimjua vizuri pia. Ilikuwa ni yule Kadra wake Batundui aliyekuwa akinilenga shabaha ya kimaaba hata kwa siku moja tu. Ndio sasa nikagundua alikuwa ni mke wa mpinzani wa Betha sokoni. Kwa hiyo nikashindwa kujizuia kumtazama Batundui kule pembeni, ambaye alinitazama kimkazo na kisha sasa ni kuacha kama kunikwepa vile. Nami nikabaki nikijiuliza ikiwa jambo hili lilifahamika kwake. Alijua kuhusu mwanamke huyu kuwa mke wa mtu aliyemsumbua Betha? Kama ndivyo, kunifuatilia mimi na kuonyesha kunitaka kimapenzi ilikuwa ni jambo halisi, au kwa lengo la kutaka nitumike kwenye mpango fulani ndani ya vita waliokuwa navyo dhidi ya madam? So Madam Betha na Mr. Otieno Hafidh, hii vita naona kama ndio ilikuwa ya kwao. Walibaki kuangaliana kiumakini zaidi baada ya utambulisho huo mfupi mahali hapo tulipokutana.
hali fulani hivi nzito ikihisika ndani ya anga hili la huo mkutano. Sasa Seba akasema kwamba karibu sana uketi Mr. Fith, maongezi yawe mepesi, itafaa nyote mkisiti. Otieno akasema indeed. Aliongea hivyo Otieno. Sasa Betha pia hakuacha kumwangalia sana, nami nikakishika ganja chake na kufanya kama na kinyanyua juu, ndo akanitazama. Sasa nikasogea upande wa kiti cha pembeni, sasa bado nikikishika ganja chake kinamna fulani hivi, nikionyesha staa nzuri ya kiume kumwongoza mwanamke wangu aweze kukaa. Naye Betha akatabasamu kiasi na kujikalisha kwenye kiti alichokuwa amekaa awali. Vilikuwa virefu, ukikaa ni vinapita hadi yani kichwa chako, yani vinakupita, venye muundo wa sofa laini tu ambalo ni kama limepambwa kama kwa ngozi ya pundamilia. Nao wageni sasa waliofika wakakaa vya upande wa pili wa meza tuliokuepo, kisha nami nikakaa cha pembeni yake Betha. Walinzi wa Hafidh walikuwa wamesimama nyuma yao kama vile wa kwetu, yani walivyosimama nyuma yetu, huku Sebastian akisimama katikati ya viti vyetu mimi na Betha. Nilimwangalia Kadra kwa ufupi na kutokuona aina yoyote ya hisia. Yaani aliniangalia kwa njia fulani hivi ungedhani kweli hatukujuana. Bado nikaendelea kutafakari sana kumuhusu, ikiwa hapa nilimtazama adui wa Betha aliyetaka kumvuruga kupitia kwangu pia, au ikiwa hisia zangu hazikuwa sahihi. Yaani kwa vyovyote vile kujichanganya kwetu hapa mimi na Batundui kwa mwanamke huyo kungeweza kuleta tatizo baya sana kama Betha angejua. Basi Seba akasema kwamba ikiwa ungependa kuagiza something hafi unaruhusiwa. Otieno akanyanyua ganje chake kama kumkatisha na kusema kwamba mimi niko busy sana kijana, tufanye kilichotuleta hapa. Betha akatabasamu kiasi na kusema kwamba sawa, straight to the business, I like it. Upo kama vile yani wanavyokuaga ma-advertise. Jamaa akasema ya, mimi siwezi, I can't help it. Basi Betha akasema kwamba okay, lakini tumekubaliana kukutana kwa ajili ya mlo na kuna preparation zilifanywa tayari. Otieno akasema ikiwa preparation zimefanywa, kwa nini mtu wako aseme niagize? Betha akasema of course, iko understandable. Amemaanisha kinywaji tu. Ama unataka na hilo tukuamlie saa? Betha aliongea hivyo. Sasa Otieno akabaki kumtazama kiumakini. Hapo kila mmoja wetu akielewa walikuwa wameanza kupigana vijembe fulani hivi ya mbalimbali. Na Kadra akamwambia madam ya kwamba hapana haja ya hilo madam, tupo vizuri. Betha akatikisa kichwa kuonyesha uelewa na kusema kwamba naona. Kadra sasa akasema kwamba hongera kwako kwa kukubali, itakuwa mtoto wa kwanza Kadra akamwangalia hivyo. Betha akatabasamu zaidi na kusema kwamba yes, my firstborn na mume wangu JC. Alisema hivyo na kunishika mkononi kwa kujivunia yani. Nami nikamtazama na kujiweka kiutulivu tu. Asa Kadra akanitazama usoni na kusema kwamba hongera. Nikaacha kumwangalia madam na kumtazama yeye Kadra. Nami nikasema asante. Sasa hapo nikaachana naye na kumtazama mume wake. Naye Otieno akamwambia Betha kwamba okay, kwa hiyo tuende moja kwa moja basi kwenye, lakini anyway basi naomba mimi uniagizie maji. Huyu jamaa alionekana kuwa na dharau sana. Naye Betha akasema kwamba sio macho fota baba, yangu ya moto mno, wewe kumeza utaungua. Alitaka maji kama ambayo nadhani sija alikuwa anatumia Betha. Sikuelewa hata lugha alikuwa anatumia maji ambazi. Kwa hiyo akanifanya nishindwe kujizuia kutabasamu kiasi. Na nikamwona Kadra alipozuia tabasamu lake pia huko akiniangalia. Huku mumewe sasa akionekana makini tu na madam. Mimi nikajituliza tena. Ni hapa ndio wahudumu wakaanza kuja wakiwa wamebeba masinia yenye vyakula vya maana, wakivileta na kuanza kuisambazia meza kwa kuweka upande wetu na wa maadui. Kumbe kweli msosi ulikuwa umeagizwa. Na sijui tu hawa wawili na kudengua kwao wangeachaje kula, maana yalikuwa ni manjumati au kweli. Uhudumu ukiwa unaendelea, nikaanza kuhisi mguu wangu ukikanyagwa kwa chini, yani chini ya meza. Taratibu kitu kilichonikanyaga kikipandisha juu na chini. Yani nami nikamwangalia Kadra. Ni mwanamke huyo ndiye aliyekuwa akifanya hivyo. Na hasa kutokana na namna viti vilivyojibana na meza, isingekuwa rahisi kwa aliyesimama kumuona. Kwa hiyo yeye akawa anajichatisha sijui na simu yake, akijifanya kama vile ni haelewi somo. Kisha ndo akaniangalia kwa ufupi kwa macho laini. Nikaukopesha mguu wangu chini na kujitoa kabisa kitini wakati wahudumu walipoendelea kuipamba meza. Na wote wakaniangalia. Nikamwambia Betha kwamba naingia restroom hani, nakuja. Betha akabaki kunitazama tu. Nami sasa nikambusu kwenye shavu na kisha kuondoka hapo. Hiyo sasa ikafanya Batundui aanze kunifuata pia. Na ni jambo ambalo nilidhamiria litokee. Nilitaka kuongea na mwanaume huyu. Maana hapo nilihisi kila kitu kingeelekea kuvurugika.
Sasa huyo Kadra huyo ngoja tu. Kwa hiyo nikaelekea hadi upande wenye vyoo na kuingia, ikiwa ni kwa sehemu ya nje kidogo kutokea mgawani hapo. Ilikuwa ni kuingia, alafu kuna kuwa na sehemu ya wazi kuelekea pande mbili za milango tofauti. Vyoo vya wanawake na wanaume, ndio sasa nikatulia hapo nikimwangalia Batundui alipoingia pia na kusimama pembeni yangu. Mwanaume mwingine akaingia kuelekea vyooni, na mwanamke sasa alikuwa ni kama mfanya usafi hivi, akawa anaondoka kutoka vyoo vya wanawake. Alipotoka tu nikamuuliza jamaa kwamba oya, unaweza kunielezea ni nini kinaendelea Batu? Batu akasema sifahamu Jesse, mimi hata sikujua huyo mwanamke ni mke. Nikamwambia hey, tulia. Unataka kuniambia ni kwamba alikuwa approach tu na kujenga huo urafiki kwa ajili yangu? Alafu yani hukumu mchunguze vizuri Batu. Batu ndio akasema kuonekana kuwa na hali yoyote ile, yani alikuonekana kuwa na entity yoyote ile isipokuwa tu wewe Jesse. Yani isingekuwa rahisi kudhani hivi kabisa. I swear mimi sikujua Jesse. Batu, haisi unajiweka kwenye hatari sana. Kuna watu ambao Betha anawatafuta kuwa kama Morris miongoni mwa watu wake na kampuni yake. Watu wa huyo jamaa anaweza kuja kudhani na wewe ni mmoja wao kwa sababu umekuwa ukicontact na mke wake. Kwa hiyo itakuweka kwenye shida kubwa sana Batu. Tena sio wewe, sisi sote. Nilimwambia hivyo. Nikamwambia kwamba Batu, naomba niambie kweli. Ikiwa labda unamfanyia Kadra, wewe niambie tu kweli. Batu akasema hapana Jesse, hapana kitu kama mimi sikujua. I swear, yani kwa jina la mwanangu mgeni kwa hii dunia. Na mimi sikutarajia kumuona hapa leo. Aliongea namna hiyo. Asameni katikisa kichwa kwa kusikitishwa na jambo hilo. Jamaa akasema kwamba yani sijui tu yani ikiwa kuni approach kwa kukutaka wewe ilikuwa ni kwa ajili ya intent plan, but I don't know, lakini sidhani sana Jesse. Yani sidhani ikiwa anania mbili. Wewe unafikiria nini? I mean mtoto wake kuumwa ndio sababu ya yenyewe kukutana, sio? Mimi sidhani kwamba eti alipanga mtoto wake aumwe. Na hata kama angekuwa na nia ya kukuharibia kwa madam, asingefanikiwa Jesse. Batu, natamani kuyafikiria maneno yako kwa wepesi kama unavyoyasema, lakini roho yangu bado kama inadunda sana Batu. Hebu futa kila kitu, yani kila kitu ulichonacho juu ya huyu mwanamke. Betha huwa asikilizi sababu. Unajua vizuri kabisa atafanya nini akigundua Kadra aliwasiliana na wewe. Afu mbaya zaidi ili kuconnect kwangu. Aisee Batu, futa kabisa. Yani futa chochote. Yani sijui sana hata kama hiyo itasaidia. Yani sijui hata ufanyeje. Nilimwambia hivyo. Basi Batu akashusha macho yake kidogo na kusema kwamba usijali Jesse, mimi nitafuatilia kujua ikiwa Kadra anatumiwa na mume wake kutaka kutuvurugia. Ikiwa ndivyo mimi sitakuwa na jinsi but kumwambia madam. Akinifanya vyovyote itakuwa sawa tu. No, useme hivyo. Sasa usijali Jesse, wewe sio na shida. Wewe ili niachie tu mimi. Nitajua namna kulihendo. Basi akaniambia hivyo. Nikatazama pembeni kwanza nami nikasema kwamba alikuwa anatembeza mguu wake kwenye mguu wangu chini ya meza. Nani Kadra? Yeah. Njia moja kuonyesha yani kwamba ni mnasiri mjuayo peke yenu ama au kuniaminisha tu, ikawa ni mchezo. Mume wake nadhani anaweza akawa anajua. Maybe usijali Jesse, mimi nitaona tu inakuaje. Wewe kuwa na amani. Batu aliniambia hivyo. Sasa mimi nikajipa tu tulivu kwa kuyasikiliza maneno yake. Nami nikatoka ndani hapo naye akafuata. Hata sikuwa nimebanwa na haja. Nikarudi mezani pale ili sasa kuendelea kuwa sehemu ya maongezi ambayo najua yangeniboa sana. Angalau hata wangeongelea mazingira au wanyama, lakini najua kila kitu kingekuwa ni kuhusu biashara tu. Hii aina fulani ya urafiki wa kinafiki iliyojengwa hapa ikieleweka kuwa ya hapa, yani ni hapa tu, na wakati ambao tungeondoka, watu hawa wangeendelea kuwashiana tu moto kwa sababu bado wangeendeleza ushindani wao kwenye soko. Sasa sijui hata ni kwa nini nilitakiwa kuwepo hapa. Nijitahidi kuweka utulivu tu na kukaa tena. Batundui akiwa sasa amerudi kusimama nyuma yetu pamoja na wenzake. Na sasa nilikuwa kwanza nikuta hudumu wote wakiwa wameshaondoka. Betha akianza kula taratibu na Kadra akila chakula alichowekewa kama kuonja fulani hivi. Naye Otieno hakula hata kidogo. Asa Kadra akaniangalia kwa kuibia. Kitendo chake chini ya meza nikiwa sasa sijakisahau, na ndio madam akanitazama akanambia kwamba darling, kula, najua una njaa. Nikalazimisha tu tabasamu na kuanza na nyama za sausage kwanza. Ilikuwa ni kama kisinia yani. Hadi raha jamani. Beth akasema kwamba you really need to try this. Otieno, it is superb. Alimwambia hivyo kumwaminisha ale, lakini mzee akasema kwamba you are wasting my time Katie. Nikahisi kauli hiyo ilikuwa inamuudhi Beth, maana akaacha kabisa kula kusasa akimtazama kimkazo.
na wanawake wote sasa wakaachana na chakula, lakini mimi nikaendelea kujilia vyangu, sikuwa na muda. Beth akasema kwamba okay, Otieno, nimekuita hapa ili tu assess situation kabla haijawa out of control. Bifu lilokuwa nalo na baba yangu halitakiwi kujalisha tena. Tuko new era sasa. Mimi sio baba yangu. So maybe unaonaje tukiachana na upuuzi wote kuvurugiana mambo kwenye industry kwa kigezo cha ushindani? Otieno aliendelea kumtazama kwa makini tu. Beth akasema kwamba wewe ni mtu mzima, sawa, naelewa hilo. Acha kufanya mambo ya kitoto. Kuplant watu waibe siri za kampuni yangu, kufanya ploti za kukwamisha line za product tunazosambaza. Na usikatae, mimi najua unafanya hayo, lakini hayatakupatia faida yoyote isipokuwa tu kuleta matatizo zaidi. Naona ni kama unanichukulia easy sana. Na hiyo ni kwa sababu unajiona huko juu zaidi. Basi Seba alimkatisha Beth kwa kumuita jina lake. Madam aliendelea kwa kuzungumza. You think yourself kwamba ni untouchable, Na kwa sababu bado sijaonesha mimi makucha yangu ya wazi, unafikiri kwamba ni kwamba umeshanizika labda. Haipo hivyo bro. I can strike too. Lakini mimi nimejisetisha tu kurudi nyuma kwa sababu ninatazama picha nzima kwa jicho pevu. Kwa hiyo tusizinguane kwa faida ya mtu mmoja kupata hasara. Yaani ili iweje yani? Kwa nini tusiformulate tu namna ya kutransform hiyo energy yote kutafutana ubaya iwe njia ya kutuletea sisi wote faida? Betha aliongea hivyo. Sasa Otieno akaonekana kwa tafakari maneno ya Betha, kila mmoja wetu akimtazama kwa makini. Sasa Otieno akauliza ya kwamba wewe unaona, yani unapendekeza nini? Seba akasema vipi, unaonaje tukiungana? Otieno akamwangalia Seba kiumakini kiasi, kisha akaanza tu kucheka kwa sifa. Tulibaki kumtazama kwa hisia mseto kwa sababu hakukuwa na jambo lolote la kuchekesha isipokuwa tu kutakiwa kulifikiria wazo hilo kwa namna nzuri. Seba angekuwa amemaanisha kwamba waziunganishe kampuni zao ili kuanza kufanya kazi pamoja kwa kugawana mapato nafikiri. Lakini hicho kicheko kikaonesha ni kama alidharau wazo hilo tayari. Kadra akabaki kimya tu, huku sasa akiwa anajichatisha kwenye simu yake kama vile hajali aliyojiri hapo ndani. Basi Otieno akajituliza na kusema kwamba umeenda mbali kidogo na tarajio langu kwa jambo ambalo nilikuwa nimelifikiria kwamba ungesema. Beth akasema, wewe ulitarajia nini? Acquisition. Otieno akamjibu hivyo. Beth akasema what? Kadra akamwangalia mumewe, naye Otieno akasema kwamba yes, that is. Mimi unajua yani nataka mimi niwanunue nyie. Beth akasema you crazy? Una hiyo nguvu? Beth alionekana ukasirika. Seba akamuita Beth kumtuliza. Otieno akatabasamu kwa kiburi. Beth akamuuliza Otieno kwamba yani unataka kufanya takeover ya kampuni yangu ama? Otieno akasema sure, why not? Beth akasema hivyo na wazimu. Hivyo kumbe na wazimu kuliko nilivyodhani. Basi Beth alisema hivyo. Seba akasema kwamba Hafidh, think about it man. Kwanza tukimerge tunaondoa competition kwetu sisi, lakini in the greater market inatupa advantage kwa scale kubwa. Tuta-expand masoko, diversification, operation cost pia zitakuwa level down. Unajua achievement kwenye economic itakuwa ni pana hata zaidi ya Hafidh. Hasa kwa kuwa tunatoa offerings zenye ubora. Jamaa aliongea hivyo kwa kusi. Ikinifanya sasa nitambue namna gani alikuwa mtaalamu kwenye hayo mambo. Naye Otieno akiwa sasa anatazamana tu na Beth akasema kwamba no. Beth akaniangalia kwa hisia kali, lakini nikielewa hazikuwa kwa ajili yangu bali akikasirishwa na huyo mzee. Otieno akasema kwamba mimi siwezi kuchukua hiyo risk Sebastian. Advantage kuu kwa biashara siku zote huwa ni competition. Mimi nimetoka nilikokuwa down na kuja juu because siku zote imenihitaji kuwa top notch competitor. Kufanya merge na kampuni hii hata ni reduce advertising price ya product. Dude, haingii kwa akili ese. Otieno aliongea kwa utulivu tu. Najua iliwakera sana madam na mjomba wake. Nao wakaendelea kumtazama kwa makini. Sasa Otieno akaweka viganja vyake vyote mezani huku akimtazama Betha. Naye akasema kwamba kama wataka hii beef ikome, take my offer. Betha akaendelea kumtazama tu kwa makini sana. Basi Otieno akasema kwamba sisi ni kampuni kubwa sana na wewe bado ni kama supermarket tu. Angalia watu kama Disney wamenunua Foxy na mambo yanaenda. Okay, next yachukuliwa na Alphabet, General Electric wabeba NBC and so on and so on.
na mambo nini hivyo, ni anaenda tu. So mimi nakupa ofa kwa maliza ambayo hutaki endelee, naona una akili nzuri, so kubali tu. Mimi nitaweka nguvu yangu sio jua hata kidogo kununua kampuni yako, and hiyo itakupatia wewe profitability zaidi ya hasara madam. I will expand your market share. Shareholders wote kwa kampuni yako watapata benefit kwa kuwa mimi nitalipa, yes, nitalipa gharama premium kwa ajili ya share zote nikishawanunua. So think about it. It is a win rather than entire losing situation. Otieno aliongea hivyo. Hali ilikuwa imeanza kuwa tete. Nikimtazama Betha tu na kuona jinsi sura yake ilivyokuwa inaonyesha ukasirishwa sana, ingawa hakupita kiasi. Nami sasa nikamuuliza Otieno ya kwamba unapata faida gani sasa? Otieno akasema kwamba sikukumbuka upo hapa bwana kijana. Hey, what did you say? Nikamwambia kwamba umenisikia. Kadra akanitazama kiumakini zaidi. Naye Otieno akasema kwamba nadhani nimeelezea kila kitu vizuri. Labda uwe na tatizo tu kwa kusikia Mr. Jaden. Hata madamu ameeleza kila kitu vizuri, merge ndio itawapa faida zaidi. Hayo yote uliyosema yanaonyesha unachotaka wewe ni kucontrol tu, kwa sababu ni kweli unajiona wewe ni mkubwa zaidi, lakini hautakaa hapo siku zote. Nadhani unaelewa hilo. Basi Seba aliniita ni kama akiniita hivyo kwa kunikaza zaidi begani kama siji kunizuia. Nikautoa mkono wake kwangu na kumwambia Otieno kwamba iko wazi, yani strategic goals ulizonazo hapa sio rafiki sana, lakini tulia na ujipe muda kufikiria pia. Wazo letu lina manufaa zaidi. Sijui kama mtahitaji restructuring yoyote. Kadra akajibu kwamba ndio, ila ni kwa corporate. Kadra akanikatisha hivyo kwa kusema hivyo. Asa mmeo akamwangalia kwa ufupi kama kuonesha amekerwa. Nami nikaendelea kwa kusema kwamba ukuzi wa revenue sijui nini revenue utakuwa ni mkubwa kwa kuunganisha kampuni hizi ikiwa hiyo haitafanya kazi. Mimi niliishia hapo na kumwangalia Betha. Madam alikuwa sasa akinitazama kwa utulivu makini sana. Kisha akamwangalia Otieno tena. Jamaa akamwangalia pia kusema kwamba ulimtoa wapi huyu mtoto? Ana akili lakini hajui kuzitumia vizuri. Nilimwangalia kwa hisia makini. Otieno akasema kwamba hii haihitaji washauri madam. Make your decision because it is yours only kubeba, na bado mimi ninasimamisha decision yangu kuwa pekee. Otieno alisema hivyo. Asa mimi nikamwangalia Bethany. Hapa ilikuwa ni dili kati ya watu wawili wenye viburi kupitiliza, na hata kujifanya kwangu kote kuwa upande wa Betha kutetea haikusaidia lolote. Betha akaonekana kutafakari maneno ya mzee huyo, kisha akasogeza uso wake mbele kidogo na kusema kwamba go fuck yourself. Alitukana hapo Betha. Nikamwona Seba alipofumba macho kwa namna fulani hivi ya kukwazika, naye Otieno akatabasamu kiasi na kusema kwamba wow, I like it. Sasa mimi nikamwangalia Kadra ambaye aliunyuti tu na kuonekana makini zaidi sasa. Naye Beth akasema kwamba I won't sleep on this Otieno. Trust me, I'm coming for you. Alitoa onyo hilo waziwazi kabisa, na walinzi wake Otieno wakasogea mbele kidogo kwa namna fulani hivi ya kitisho. Walinzi wa Betha pia wakasogea karibu na sisi, wakitazamana nao kwa njia za utayari wa lolote zito ambalo lingetokea, yaani kutunishana vifua. Otieno akatabasamu zaidi na kumwambia madam ya kwamba be my guest Betha, and I look forward to seeing you left completely empty-handed. Jamaa aliongea akimaanisha kwamba unakaribishwa Betha, ninatazamia kwa hamu sana kukuona ukija kubaki mikono mitupu kabisa. Betha alimtazama tu. Otieno akarudisha kichwa nyuma na kusema kwamba Seba the lion. Jamaa alisema hivyo. Alielekeza maneno hayo kwa Seba na jamaa akabaki kutulia tu. Basi Otieno akasema kwamba mimi nifikiri baada ya muda huo wote ungepiga step kijana, but I see bado washusha level hata leo. Ningeimagine huo umekalia kiti alichoacha Celestine bwana. Lord rest his soul. And sijaipata cause as to why waendelea yani kwa nini waendelea kufanywa ni kama kiumbwa na oda aliyoacha kakako. Bro, I mean ulikuwa nyuma yake and now he's gone. Asa tena huko nyuma ya hii mtu hii aliyoform nyuma ya choo. Like serious? Otieno aliongea hivyo na kumtazama Betha kwamba leo huyu mjomba yupo nyuma ya mtoto aliyezaliwa, tena alivyopatikana kupatikana kwake ni wazazi walifanyana nyuma ya choo.
Nilimwangalia madam na kuona alipong'ata meno yake kwa hasira na kutaka kusema jambo kiukali. Nami nikalishika paja lake kwa chini na kulikandamiza kiasi. Kitu kilichofanya sasa nitazame kimkazo. Nikawa namwangalia kwa utulivu wa kihisia kumwonyesha kwamba anatakiwa ajitulize. Naye akaacha kunitazama na kuangalia pembeni. Seba akasema kwamba okay, thanks but I'm happy where I am. Ikiwa anaweza sema, Otieno alimkatisha akasema no. Otieno akamkatisha hivyo. Sasa Kadra pia akasimama. Mzee huyo mtata akarekebisha suti yake kidogo na kusema kwamba hii meeting iko dismissed bwana. I'll see you soon. Alielekeza maneno hayo kwa Betha, naye madam akasema kwamba you got it. Ilinifanya sasa nione kama vile sinema ilikuwa inaandaliwa hapa. Sinema kali ya vita vya wafanyabiashara. Otieno Hafidhi akageuza na Kadra akanyanyuka pia bila shaka kuelekea kwa mambo yao waliosema wanahitaji kuyawahi. Betha sasa akabaki kuwatazama wenzi hao walipoanza kufuatwa na walinzi wao. Wakijiondokea hapo kusasa Kadra akiwa anatembea kwa kutikisa makalio yake tu kwa namna yenye kusudi. Alikuwa na mwili huo yani ni mwili fulani hivi ambao kama wa mishangazi. Sasa alipoishia huko Betha akavuta ulimi kwa hasira na kutukana. Nikashusha pumzi na kusema kwamba jitulize, malizia kula. Basi Betha akashusha pumzi kwa namna yenye hasira na kuanza kukatakata nyama kwa nguvu sana. Seba akasema kwamba bi, hivi ni kwa nini unampatia mwanya mkubwa wa Hafidhi akusemesha namna ile Ulitakiwa kumpa yani pitch yote yani kama tulivyoshauri. Betha akasema sikuona mbaya tukimprovise. Betha alisema hivyo. Sasa Seba akasema kwamba lakini ingekuwa bora kutumia. Betha akasema kwamba uncle I know but anyway yani unataka yani kuavoid hii vita naelewa kwa sababu unaona hiyo fala na nguvu zaidi yetu. Lakini unafikiri yani tukisarenda kwa dimandi zake itatuacha wapi sisi? Ataanza kudimandi vitu vingi zaidi mpaka tutajikuta sasa tunaondolewa kwenye njia kuu. Ananiambia ninunue mimi kweli? Yaani ananitukana kabisa kusema kwamba nimezaliwa nyuma ya choo. Seriously? Alafu nataka mimi ninyenyekee? Siwezi kumuonyesha woga mtu mbinde kama huyo mimi. Betha aliongea kwa mkazo. Sasa Seba akasema kwamba sio woga Betha, ni kujaribu tu kutengeneza opportunity tu kuungana naye ingewezekana ili kuleta. Betha akasema please. Betha akasema hivyo kwa kukera. Seba sasa akaonekana kuudhika pia. Betha akasema kwamba kuungana kivipi anko? Unataka niungane na mtu aliyekuwa adui wa kaka yako mpaka leo? Okay, nikaweza hilo. Okay, labda basi niliweke hilo kando la kuungana. Nimejaribu kufanya mnavyoshauri. Okay, matokeo yamekuaje? Ananitemea mate usoni. Maana naonekana mwoga si ndio? Huona anachokitaka hapa? Anko, au sielewi kwa nini yani unasisitiza turudi nyuma wakati. Betha alipatwa na hasira akashindwa kuendelea kuongea. Basi mimi nimuita kwa utulivu pale. Kwa kudhika akasema nini? Usikasirika sana. Usisahau sukari yako. Nilimwambia kwa pole tu. Betha akatuliza pumzi zake na kukitazama chakula tena. Sikia, Hafidhi anapenda challenge Betha. Na ameongea hayo akijua kuna kitu kakuzidi. Ndio maana ameongea hivyo. Seba hamaanishi wewe rafiki yake. Anamaanisha ujifanye tu kuconcede kwake ili mbuni namna sasa kurudi juu yake tena. Nilimwambia hivyo. Seba akaniangalia kwa umakini. Naye Betha akaniangalia pia na kusema kwamba elezea maana yako. Mimi sina mambo mengi ambayo najua kwenye biashara zenu. Nasema tu kwamba itumie logic ya mjomba wako kwa njia fulani hivi itakayokupatia wewe faida. Hafidhi anataka kubaki juu ya nini wadu wenu. Sijui sababu nini, lakini sasa hivi jaribu tu kuchukua approach nyingine. Kupitia hiyo njia ya anko wako na washauri wenu. Alisema hivyo na kuangalia pembeni. Niliweza kuona Betha alipotabasamu na kumtazama mjomba wake. Huku sasa Seba akiwa ananiangalia bado. Betha akasema kwamba JC yuko sahihi. Nilikuwa naangalia zaidi hasara za tatizo badala ya kufikiria kwamba kunaweza kuwa na faida. Sorry uncle. Betha alisema hivyo. Sasa mimi nikamtazama Seba. Naye akamwangalia Betha na kusema kwamba it's alright. Okay, hiyo ilikuwa ni random tu JC, but asante kwa kunisaidia kumuelewesha mwanangu. Unaweza kuwa useful kumbe. Nikamwambia kwamba niko useful kwa ajili ya Betha, sio wewe. Amelijua hilo kabla yako. Seba akasema whatever bwana. Seba alisema hivyo na kusimama. Sasa Betha akatabasamu na kuangalia mezani. Seba akasema kwamba okay, tutakutana baadaye, then ukimaliza cheza na huu mdoli wako.
Seba alimwambia hivyo madam. Sasa mimi na Betha nikamwangalia, yani tulimwangalia kwa njia yenye kukereka sana. Seba akatabasamu kidogo na kusema ya kwamba natania bwana, nahitaji kumuona Elisia, then tutaonana huko nikitoka. Kauli yake ikavuta umakini wangu, naye Betha akasema kwamba sawa. Basi Seba akatikisa nyusi na kunitazama kwanza. Mimi pia sasa nikawa namwangalia kwa umakini. Kisha akageuka na kuanza kuondoka kwa njia ya ile kutawala njia, yani mikono akiitanua kuonyesha kwamba ni kama mbabe. Betha akanishika ganjani na kusema ya kwamba Jesse, unajua kunifurahisha sana. Nikamwambia kivipi? Ulivyo handle tu pressure kutoka kwa Faith na anko pia. Uko poa sana jamaa wangu. I'm proud. Akaniongelesha hivyo kwa njia ya madaa. Sasa mimi nikalazimisha tabasamu tu na kusema kwamba of course, kila kitu kwa ajili yako malkia wetu. Akauliza kwamba sio malkia wangu. Nikabaki kumtazama kwa utulivu. Akaendelea kula na kusema kwamba nimeshafikiria tarehe. Nikamuuliza ya nini? Akasema kufunga ndoa. Nilicheka kidogo kwa pumzi na kusema kwamba unataka kuliharakisha sana hilo jambo eti. Akakubali sasa akitafuna nyama. Nikamwambia kwamba lakini na yote yanayoendelea, yani bado unafikiria ndoa? Betha akasema usijali bwana, wewe umenipa idea fulani hivi kwa mawazo yako. Unajua kuna kitu hapa, ngoja kuna kitu nitafanya. Tumalizie kula kwanza, siku bado ndefu. Alisema hivyo na kukirudia chakula chake. Sasa mimi nilipata hisia kwamba alipanga kufanya jambo fulani hivi lenye utata juu ya haya yote. I don't let kuyaona leo. Na najua siku zote akiwa namna hii isingewezekana kubadili akili yake. Sijui ni ingekuwaje kwa upande wa vita vyake hivi na huyo adui yake, lakini mimi ningetakiwa kujua upande wa Elisiana mambo yangekwendaje. Alichosema Seba kuhusu kwenda kuongea naye kilionyesha angeenda kumaliza maongezi yao juu ya swala la talaka. Na hilo sasa nilitakiwa kulifuatilia kwa karibu kuhakikisha kwamba mwanaume huyo hafanyi lolote lisilotakiwa juu ya mpenzi wangu mpya. Ingenibidi tu nitafute namna ya kumtoroka Betha baada ya kumaliza kula, maana hakuonekana kutaka kuniachia. Hivyo nikaendeleza tu mlo wangu pamoja naye. Hapo sasa nikibuni njia kichwani ya namna ya kumkimbia huyo. Kwa hiyo tukawa sasa tumemaliza kula pamoja, na inaonekana hamu ya Betha kula sana iliongezeka kwa kipindi hiki. Maana alikula kingi mpaka ningehisi hilo tumbo lingeweza kupasuka. Alikuwa kwenye zile hatua za juu zaidi wakati ambapo mimba inaongoza hisia zake kwa kiasi kikubwa sana. Na tukiwa sasa tumemaliza, ikawa ni kunyanyuka na kuondoka kutoka kwenye jengo hili kuelekea mahali ambapo Betha alitaka tuwe. Kwa mimi nifikiria njia nzuri ya kumtoroka ingekuwa ni kusema kwamba nina upasuaji uliopangwa kwa ajili yangu siku hii. Na ikiwa ni saa 9 sasa, nikamwambia kwamba upasuaji huo maalum ungefanywa kwenye mida ya saa 10. Hivyo ningehitajika kurudi hospitalini upesi. Hakuonekana kutaka kuniachia, maana hakunipa jibu lolote kwa hilo. Nami sasa nikatulia tu na kutokulizusha hilo tena kwa njia fulani hivyo kuonyesha kuwa sikumwambia ili kumuomba ruhusa, bali nilikuwa na mtaarifu. Kwa hiyo tukaingia kwenye gari lake, na wakati huu sasa alikuwa akitembelea gari yenye kufanana na Escalade. Nzuri tu, sikutazama hata aina. Ilikuwa ni nyeusi. Kuingia naye humo leo ikawa mara yangu ya kwanza, na kiukweli ilikuwa ni gari moja bomba sana. Alikuwa amempatia Batundu maelekezo fulani hivi pamoja na walinzi wengine, maana waliondoka kabla yetu kwa magari mengine. Na sisi sasa tukabaki na wawili, mmoja akiendesha gari na mwingine akiwa pembeni yake hapo mbele. Kulikuwa na sehemu ya kufunika katikati ya siti za huku nyuma, ni kama kupatenganisha na mbele. Na ile gari lilipoanza kuondoka tu, Betha akabonyeza kitufe chekundu kwenye bodi ndogo katikati ya siti tulizokalia, na sehemu hiyo katikati ikajifunga. Kwa hiyo nikamwangalia, alianza kuvua nguo zake taratibu, akizondoa mwili na kubaki sasa na vinguo tu vile vya ndani. Kisha akabonyeza kitufe kingine na kitu kama draw hivi kikajisogeza kwa mbele chini ya siti, yani ambazo tulikuwa zilizotazamana na sisi. Na humo sasa nikaona nguo zingine zilizopangwa vizuri. Akazitoa na kuziweka hizi alizovua, kisha akaanza tena kuvaa hizo ambazo zilionekana. Kwa hiyo alinitazama mimi, nikatoa tabasamu hafifu tu na kuendeleza utulivu wangu hadi alipo toa vinguo hivyo na kuanza kuvitupia mwilini, ikiwa ni kigauni tu laini chenye kuvutia na kilikuwa kinafanana kama na sweta fulani hivi. Kwa hiyo akavuta na kisketi chake pale, akakiweka, akapiga na kimakeup nini hivyo. Kisha akanigeukia na kuuliza kimadodi ya kwamba vipi, hapo inaonekanaje? Nikasema ulikuwa tunataka kunidodilishia gari lako, si ndio? Eti kwamba nilina kila kitu kasorocho, si ndio? Ndio ninavyoona maana yako, ni kwamba unaniringishia ni gari lako lina hadi
kabati, dressing table, si ndio? Beth alicheka kidogo akiwa amefumba mdomo. Nikamuuliza kwamba okay, unaenda pesa hivi? Beth akasema ina maana kumsikia anko au kwenda kwenye kampuni baada ya kumaliza kucheza na mdoli wako, si ndio? Basi akashtua kicheko hafifu na kuegamia siti. Akasema ya kwamba inakera kuisema kiivo, ila naona sio wazo baya. Vipi tuking'atana kidogo kabla sijaelekea huko? Alisema hivyo na kunionyesha saa ishara, yani kwa meno, yani kimchezo, yani kama ni kung'ata hivi. Nami sasa nikajilazimisha kutabasamu, nikasema ya kwamba anyway, lakini by saa 10 ujue na upasuaji. Beth aliguna tu akafanya kwa hiyo nini? Huo haukuwa mpango wako mapema, sio? Umekula, umeshiba, unapumzika kidogo alafu ndio uende huko. Ila si mbaya ukitumia muda huo wa kupumzika kidogo na mwanaume wako. Nilimwambia hivyo. Akafumba macho yake na kuniangalia tena kama kukubali. Asa mimi nikatikisa kichwa kuonesha uelewa na kuiangalia saa yangu mpya mkononi. Nikasema ya kwamba nina kama dakika 39 tu za kuzurula kidogo. Kwa hiyo nikamwangalia tena na kukuta sabado ananitazama kama vile ananitathmini. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo vipi? Ulifikiria tuende wapi? Alitulia kidogo kisha akasema ya kwamba popote tu pale bwana, tutazunguka tu kidogo humu tu kwenye gari, nataka nikae tu nikuangalie. Nikamuuliza kwa nini? Jesi, mimi nawaza vitu vingi. Unajua nimefanya maamuzi fulani hivi maishani ambayo yamenipatia faida for the most part na hasara wakati mwingine. Kwa hiyo niko kwenye situation sasa hivi ambayo inanifanya jiulize sana. Ujiulize ikiwa utakuwa sahihi kufanya ile au lile, si ndio? Alafu kusilo unaongelea issue ya Hafidh au mimi? Kwa nini umewaza hivyo? Sijui. Na kuangalia sasa hivi na yaone yale macho ya Madam Betha kabisa, yale macho ambayo yananikumbusha kwa nini niko hapa sasa. Ndio maana nimesi tu hivyo. Okay, mimi nafikiria kuhusu ndoa. Unajua kuna wakati najiuliza tu, yani ikiwa baada ya yote ndio kutendea, ikiwa utaweza kuja kuwahi kunipenda kama ninavyokupenda. Jesi, najua sio rahisi wewe. Okay, labda haiwezekani kabisa kwako kusahau yote yaliyotokea, lakini nakuomba tuwe honest na mimi. Kuwa mkweli kabisa, yani usofia lolote lile. Uliwahi kunipenda mimi kabla, yani hata kidogo tu? Jibu kweli wako. Ndio Betha. Unajua sijui ikiwa neno kukupenda litasama hisia nizonazo kuwa nazo kuelekea, ila naweza kusema ndio nilikupenda. Kwa hiyo nini kinafanya, yani kinakufanya useme hivyo? Najua tu mwanzoni nilihisi labda ni kukujali tu, ila baadaye nilitambua ulinigusa zaidi ya hapo. Mapungufu yapo mengi of course, mabaya uliyofanya, licha hayo yote, ila ile siku nimekuja chumbani kwako kabla hujakamatwa, ungeweza kuniua, lakini kufanya hivyo. Na pamoja na yote umefanya mpaka sasa, hata umeniumiza kisia. Naelewa ilikuwa ni kwa sababu ya hasira tu, lakini hata hiyo najua tu ni kwa sababu tu unanipenda sana. Na mimi nakwambia ukweli nikisema kuna sehemu ya moyo wangu ile kupenda, sio kwa sababu tu ya kuhisi hatia kwa ambayo umenifanyia lakini yani ni sehemu tu kubwa zaidi ambayo, yani sehemu kubwa tu zaidi ya moyo wangu ambayo ilikuwa ni kwa mwingine. Ndio sababu hisia zote nilizokuwa nazo kwako hazikunitawala na wewe ukamuua. Nilimwambia hivyo Betha. Betha akaendelea kunitazama tu kwa utulivu. Unajua mimi siwezi kuwa mnafiki Betha. Kweli ni kwamba mimi kukupenda sasa haitawezekana tena Betha. Lakini hayo mambo yanayofanya na kujali haijalishi tumetoka wapi, ila iko hivyo. Niliamua kumwambia hivyo na kutazama pembeni. Naye akabaki tu kimya kama bado anataka niendelee kuzungumza. Niambie kwa nini umetaka kujua hilo? Hapana, nimetaka tu kujua. Nilimtazama tu, nikamwangalia, akasema usijali, mimi nakuelewa. Asante kwa kuwa mwazi na hauna makosa yote kwa hilo. Kutokuweza kunipenda tena hata kidogo ni jambo nilolisababisha mwenyewe. I know. So nitatakiwa kustick na hiyo kunijali mpaka mwisho. I guess but nashukuru umeniambia kweli. Ikihusiana na ndoa, nilitaka tu iwe kwamba tufunge ndoa, lakini isiwe kama nimekuforce. Nataka tu iwe ni kama ni kwa kupenda kwako pia. Unajua, naomba unisikie kidogo. Najua nachoongea ni kitu kisicho, yani natamani tu muda mwingine singekuwa hivi. Natamani yani hii life kwako
isiwe kama maigizo. Tunatamani kama ningeweza kukufanya usahau kila kitu Jesse. Jesse, elewa mimi nakupenda mno. Kufanya yote mimi niliwafanya, ninayotaka kufanya yote ni kwa sababu yako. Naomba uelewe hilo. Betha alionekana kuhangaika sana moyoni mwake, na hilo likanifanya nitambue kwamba kwa kadri fulani hivi alihisi upweke. Si hata wa nini. Akanishika mkononi na kuuvuta hadi alipoweza kushika ganja changu, na akasema kwamba nataka tuishi kama mke na mume kwa jinsi inavyotakiwa. Nataka niweke oda mpya. Tukishafunga ndoa iwe ni mimi na wewe tu, mengine yote awe pembeni yetu. Unanielewa? Msikilizaji, hii sasa ikiwa ingemaanisha niwe mfungwa wake zaidi, ila kwa namna tofauti. Hata kama nisingetaka, kulikuwa na namna ya kukataa hapa kweli. Kwa hiyo nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba nimeelewa. Sawa. Na unaponijali, hata kama nimekuumiza, inanipa nguvu sana. Nataka tu nijali hivyo hivyo. Na mimi nitaendelea kukuonyesha upendo wangu. Kwa hiyo usiache kunijali Jesse. Najua kwamba utaweza tu kufungua moyo wako kwangu tena. Alisema hivyo. Alikuwa anataka yani kunifanya nimuone Betha kwa yule Betha, yani kama waina tofauti na nilivyokuwa namchukulia. Basi akaniambia kwamba Jesse, mimi sitaki unaangalie na kuona ukatili tu au damu kwenye macho yangu. Jitahidi kusahau yote hayo baba. Sasa hivi tupo chapter ya mbali, na hiyo niliyokusomesha miezi michache iliyopita. It's like it's old school. Uko na mimi sasa hivi. Niko na wewe. Iwe sisi against the world. Jesse, come on. Hiyo ni ngumu sana mwanaume wangu. Unajua ukijiachia tu kwangu tu yani. Unajua itakiwa yani tu kubaki kuwa mimi, kukuona wewe ni wa kwangu tu. Nataka wewe pia unione mimi ni wa kwako tu na ujivunie hilo. Umenielewa? Hebu ngoja tu nimalizane kwanza na huyo mpuzi kwanza. Then baada ya hapo kila kitu sasa mimi ninachotamania tuwe mimi na wewe nitafanya kiwe true zaidi. Yaani sitaki mtu mwingine atusumbue tena. Nimeshakuamini Jesse, najua utatulia nami. Nataka tujipe hiyo nafasi ili sasa tutulie wote Jesse. Uniite mke wako, nikuite mume wangu, nikuite baba watoto wangu, na wewe uniite mama watoto wako. Kwa hiyo mimi sitazamii kingine kutoka kwako zaidi ya hayo mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana Jesse. Okay, sawa. Basi aliacha tabasamu lililoonyesha hali ya kuridhika. Tajitahidi Betha, najua muda hauwezi kurudi nyuma na ni kweli tumeshafika mbali. Kwa hiyo nitajitahidi tu kukupatia unachotamani kutoka kwangu. Nilimwambia hivyo kumridhisha tu. Basi alicheka kidogo kwa pumzi na kusema kwamba asante sana HB wangu. Kuniita HB kanifanya nikumbukie siku ile karudi kwa mara ya kwanza tangu nidhani amekufa na kututeka mimi na ila nikajikaza tu na kujirekebisha tu kidogo. Yeye akiwa kama sasa amelalia begani kwa upande. Akaniambia kwamba na nakuahidi maisha yako atakuwa bonge moja la brace. Yaani utakuwa na maisha bomba sana. Ukiendelea tu kutulia na mimi utaenjoy sana. Nikasema sawa, nashukuru. Kwa hiyo sasa naweza kukisia kwamba unataka kusanua vibe zito kwa Hafidhi sasa, si ndio? Sio la wa Kenya. Unajua kuna kitu ambacho nataka kufanya hicho. Betha, mimi nakuomba tuwe mwangalifu Betha. Ikiwa na nguvu sana, angalia usije kujihatarisha, kumbuka na mtoto Thank you. Napenda sana unavyoonyesha kunijali. Usijali. Sawa. Mimi sitatumia nguvu ila nitatumia akili. Lakini yani nataka tu yani nimpige na kitu kizito hicho. Si unanijua Yani nataka yani kimwache yani ajihisi yani kama mpumbavu mwenye upara akilambwa kofi kichwani. Aliongea hivyo, nikaambia kwamba na huo uzee hilo kofi ndio litaenda saa ku restore setting zote kwenye ubongo wa bichwa lake. Betha alicheka tu. Basi na mimi nikalazimisha tabasamu, lakini bado hali haikuwa nzuri sana ndani ya moyo wangu. Madamu alikuwa analazimisha nimpende kama alivyotaka. Hata kwa kuutumia huo upole wake kunishawishi, bado hakuwa ameweza kabisa kukamata hisia zangu. Kwa hiyo aliendelea kunilalia begani, na hilo sasa likanifanya nitambue tulipokuwa sasa baada ya kutazama nje ya kioo. Nikakunja uso kimshangao na kusema ya kwamba Topper. Kweli tulikuwa tunaingia hospitalini, sehemu ambapo ndio nafanyia kazi, na gari likaingizwa mpaka eneo la nje na kusimama. Madam akanyanyua uso wake na kuniambia kwamba nilikuwa nakurudisha hospitali. Nilimwangalia kwa makini, akaniambia kwamba nitaka tu tuongee kidogo. Nisinge kung'ang'ania maana najua unapenda sana kazi yako. Nikasema, unapenda mambo ya surprise wewe. Betha alitabasamu akasema, nimeridhika sasa. Wewe nenda kapige kazi bwana. Sisi tunaenda kumalizia kazi. Tutaonana baadaye. Basi nitikisa kichwa kukubali, naye akabonyeza kitufe kilichofungua kile kiukuta kilichotutenganisha sisi na walinzi wake kule mbele, na akaniambia kwamba
kumbe ukivaa suti unapendeza sana. I can't wait utakapokuja kuwa Mr. wangu rasmi. Basi aliniambia hivyo. Alionekana kuweka utulivu wa hali ya juu, ingawa ni yeye na watu wake walikuwa vitani wakati huu dhidi ya mtu mwingine mwenye nguvu zaidi. Nami sasa nikalazimisha tu tabasamu na kufungua mlango. Nilitoka na kuanza kuelekea huko ndani. Sasa nilipoingia huko jengoni, moja kwa moja ikawa ni kuelekea mpaka ofisini kwangu na kuvua ile koti. Nguo nilizokuwa nimevaa awali zilitupwa sijui, kwa hiyo nikalazimika kubaki na msuruali tu wa suti na shati lake. Nami nikazilegeza kidogo mwilini na kuvaa kimkoti changu chepesi cha udaktari. Kisha la kwanza likawa ni kwenda kwake Luciana kumwona. Najua hii issue ya mimi kutoka hospitali mara kwa mara na kurudi kila nilipojisikia ingeonwa na wengine kuwa ukiukwaji wa nidhamu zilizowekwa, hasa kwa sababu kuna kazi hususan ambazo zilinihitaji mimi kuwepo ndani ya utaratibu. Sema tu ndio hivyo, Beth alikuwa ameshaweka kama dawa yake hapo. Hivyo wakati wowote ambao ningekosekana ingekuwa hivyo tu, yani kwamba inaelewekana, lakini iliniboa sana. Basi tu nikaufikia mlango wa chumba alicholazwa Amira. Hapa sasa nikiwa nimepishana na baadhi ya madokta na wauguzi na kusemeshana nao kwa ufupi kirafiki tu. La mlangoni hapo sikumkuta mlinzi wake Luciana. Hivyo nikafikiri angekuwa huko ndani kama si vinginevyo. Kwa hiyo nikafungua tu mlango na kuingia. Na nilipotazama hapo ndani, mazingira niliyoyakuta alinishtua kiasi. Sio ile kushtuka vibaya, ile tu ni kutokutarajia tu yani. Kulikuwa na watu kama 6 ambao sikuwafahamu. Wanawake watu wazima 2 na mwingine kijana mmoja hivi. Na wanaume vijana hivi 2 na mtu mzima mmoja. Walikuwa wamekizunguka kitanda chake Amira. Huku sasa nikimuona mlinzi wake Luciana akisimama upande ule wa masofa, na pia Seba alikuwepo sawa kitanda pamoja na Luciana mwenyewe. Mwanaume akiwa sasa amemshikilia kwa namna fulani hivi ya kumkumbatia. Nikaishia kusimama usawa wa mlango, hasa kwa sababu kila mmoja wao akageukia upande wangu na kunitazama. Luciana aliponiona, umakini wake wote ukabaki kwangu kwa njia iliyoonyesha hisia. Naye Seba akamwachia taratibu. Kwa haraka ningeweza kukisia kwamba hawa watu wengine walikuwa ni ndugu zake na mwanamke huyo. Nami nikawapa salamu ya ujumla na wao wakaitikia vyema tu, wakidhani ni dokta niliyekuja kumcheki mtoto. Lakini Seba akanitambulisha kwao kwa namna yenye star, akiwaambia kwamba mimi ndio mume wa mpwa wake mpendwa na ndio nilisaidia kuokoa maisha ya binti yake. Mpaka nilishangaa. Nao wakaonyesha uelewa na kuanza sasa kunisemesha kiurafiki, yani ile kunikaribisha. Nikawasemesha vizuri pia, wakianza sasa kujitambulisha. 2 walikuwa ni wazazi wake Luciana, mdogo wake wa kike mmoja, shangazi na wajomba 2 sijui upande wa nani, hata sielewi. Nao wakawa sasa wakiniambia wangependa sana kuja kumuona mke wangu, maana walisikia mengi mazuri kumuhusu. Sikuelewa yaliyokuwa yanaendelea hapa, lakini jambo hili lilionekana kutaka kujenga hali fulani hivi ya amani baina yao wote, hasa Seba na Luciana. Upesi nikang'amua kwamba mwanamume huyo angekuwa amefanya mpango wa kuwaleta ndugu zake mwanamke hapa, na hadi kwa kuta wamekumbatiana ilitosha yani kama kuniambia kwamba lile swala la talaka alilozusha Luciana huenda ndio lilikuwa limemalizwa hapo. Kwa hiyo nikaonesha tu star kwao pia, ingawa sikuhisi amani moyoni kabisa. Nami nikawaaga kabla ya kuangalia hali yake Amira na kuwaacha ndani humo bila kumwangalia Luciana hata kidogo. Ilibidi kufunga tu. Unajua mimi sikutarajia kwamba Seba angechukua hatua kama hiyo, lakini labda alifanya hayo ili kumwaminisha Luciana kwamba angejitahidi kubadilika, na labda hata aliweka kiburi chake pembeni na kuomba msamaha mbele ya ndugu za mwanamke huyo. Najua bado lingekuwa ni jambo zito kwa Luciana kuendelea kuishi kama mke wake, ila naona alikuwa ameelewa yale niliyomsihi afanye na kuacha tu iwe hivyo. Hivyo hapo kilichobakia ingekuwa ni mimi na Luciana kuendeleza mapenzi yetu kwa siri, ikiwa hilo lingekuwa jambo ambalo angeona ni sawa. Kwa hiyo nikaamua tu kujitoa hapo bwana, ili nikaendelee tu na majukumu mengine ambayo yangenihitaji. Kazi zilizokuwepo bwana, nilishiriki upasuaji mdogo wa huyu na yule, kufanya mizunguko kwa wagonjwa waliolazwa na kuangalia maendeleo. Na ubizi huo ulipoisha, sikuwa nimeitazama simu yangu kwa muda fulani sasa. Pindi fulani hivi nilipata tu taarifa za hapa na pale za wagonjwa au kuitwa na dokta fulani hivi kuna kule. Na sasa ndio nimetoka kwenye chumba cha ICU kufanya ukaguzi kidogo, nikaangalia simu na kukuta ni Batundu akiwa ndio amenipigia mara moja na kutuma ujumbe kuniambia kwamba amerejea kutoka kulitengeneza gari kidogo, na nikimaliza kazi au kupumzika basi nimshtue kidogo. Hii ilivuta makini wangu. Nimshtue kwa ajili ya nini? Sikuwa hata na habari kwamba alikuwa hapa hospitali wala kama aliondoka, lakini alituma huu ujumbe kana kwamba
kusema ana kitu fulani anahitaji kuniambia cha muhimu. Yani huenda ilikuwa ni kwa masuala yetu yale yani tuliofichiana. Hivyo sasa ndio nikampigia, jamaa alipokea. Nikamwambia sasa nimepumzika kidogo na pande mara moja hadi ofisini kwangu ili nimpatie mzigo fulani hivi akauweke garini. Akasema angefika muda si mrefu. Basi nami nikakata na kuanza kuelekea ofisini kwangu. Bado nilihisi kushiba kwa ule msosi tuliokamua mchana na Betha. Na yeye hata mpaka sasa hivi hakuwa amenitafuta tena wala nini. Hivyo kwa muda huu ningekwenda kwanza kumtegea sikio Batu, mshikaji wangu mpya. Nilipofika na kuingia ofisini kwangu, nikaishia kusimama mlangoni kwanza, nikipatazama ndani hapo kwa kutokutarajia kumuona Elisiana akiwa amekaa kitini. Kama ilivyo kawaida, mapigo yangu ya moyo akaanza kwenda kwa kasi kuitikia kuitikia zile feelings za msisimko ambao niliuhisi kila nilipojikuta niko naye mahali fulani peke yetu. Naye sasa Elisiana akasimama huku akinitazama kwa umakini kiasi. Alikuwa amebadili muonekano wake sasa, akiwa amevalia kigauni kipana na kirefu cheupe tu cha maua, na nywele zake za kusukwa aliziachia pande za kichwa chake. Nikatabasamu kiasi na kufunga mlango, nami nikasema kwamba imebakia kidogo tu nije kupiga kelele za mwizi, maana humo watu wanaingia kwa kujisikia tu. Msikilizaji, nilikuwa najaribu kutania tu, na nilipomtazama nikakuta ananiangalia kwa hisia makini tu. Nikamsogelea taratibu, sasa bado nikiwa na tabasamu kwa mbali. Nikamuuliza kwamba vipi Zamida? Alitikisa kichwa kama kuonesha ni salama. Nikamuuliza kwamba umekaa huko muda mrefu sana? Akajibu sio sana, kama lisali moja tu. Oh, pole sana. Ingekuchukua muda mrefu zaidi, lakini je, kama nisingetoka kwa wagonjwa kuja huko sasa hivi ingekwaje? Binti alisema ningekaa kukusubiri. Nilibaki kumtazama kwa hisia sana. Najua alikuwa ameleta mazito yake hapa. Nikaambia kwamba sasa Elisiana akasema kwamba JC, naomba unisamee kwa react muda ule. Ulikuwa sahihi, but I know ulikuwa sahihi, but alishia hapo hapo tu. Na nilihisi kama anataka kuanza kulia huyu. Nikaambia kwamba hey, taratibu bwana, relax. Yaani kwa nini unalia? Elisiana, usilie bwana. Na huna haja ya kuniomba msamaha bwana. Elisiana akasema kwamba Jaden, nilikosea, ulikuwa sahihi. Yaani nilichofanya kumwambia Seba anipe talaka it was wrong. Sikufikiria but ulikuwa sahihi. Aliongea kwa hisia sana. Machozi alianza kumtoka. Niliona kama kuna kitu kigeni kwa jinsi alivyowasilisha samani yake hiyo. Nami nikamuuliza kwamba ilikuwaje Seba ndio, unataka kuniambia kwamba Seba ndio aliwaleta ndugu zako, si ndio? Elisiana akakunja sura zaidi kimajonzi na kuangalia chini. Walikuwa maneno yangu yakakatishwa baada ya mlango wangu wa ofisi kugongwa. Naye Elisiana akajirudisha nyuma kidogo kutoka kwangu. Nikiwa sasa najua huyo atakuwa ni Batundui. Nikaenda mpaka hapo mlangoni na kuufungua. Kukuta kweli ni jamaa, nami nikaambia kwamba oya Batu, hebu ngoja kidogo basi naongea na mtu. Akiwa makini tu akasema kwamba okay, nitakusubiria. Basi nikatazama nje kidogo, nami nikaambia kwamba usisimame hapa, ila wewe nisubirie tu kwenye kile chumba. Kile chumba cha dawa pale. Hamna mtu sasa hivi, nakuja muda si mrefu. Batu akasema sawa. Basi mimi nirudi ndani, nikamuuliza Elisiana kwamba niambie nini kinaendelea. Elisiana akasema kwamba Seba ndio amewaleta ndugu zangu leo. Hakutaka kuniachia. Ulikuwa sahihi kabisa. So amefanya vile ni kuwaleta kuakti kuwa anatupenda sana, but kidogo tu ananivuta pembeni na kuniambia ikiwa nitaendelea ujinga kumwambia maneno yale tena. Binti alishia hapo na kuanza kulia tena. Nikahisi alikokuwa anaelekea, na kikweli roho iliniuma sana. Akajituliza kidogo na kusema kwamba atawafanya kitu kibaya sana my family nikija diriki kumwambia tena tuachane. Basi hapa ndipo nikaelewa kumbe jamaa. Nilifumba macho na kutikisa kichwa kwa kusikitika. Binti akasema kwamba huyu ni mnyama JC. Mimi nitaweza vipi kuendelea kuigiza? Amesha nitawezaje? Aliongea kwa hisia sana. Nikamvuta tena na kumkumbatia kwa huruma. Akinikaza zaidi kusasa akilia kwa hisia sana. Iliniumiza mno kutambua ni namna gani maisha ya mwanamke huyu yalizidi kufanywa kuwa mabaya. Nilipodhani ametafutiwa amani, kumbe ndio kichomi alichohisi kilizidishiwa ukali hata zaidi. Elisiana elia sana. Aliteseka mno. Nami nikajitahidi kumbembeleza kwa kuendelea kumkumbatia namna hiyo hiyo hadi alipoweza kujituliza kiasi, kisha ndio nikamwachia na kumshika usoni kwa viganja vyote. Nikaambia kwamba pole sana Elisiana. Mimi nisingefikiria kama Seba angekufanyia kitu cha namna hiyo. Elisiana akasema kwamba JC anajionyesha kuwa mume mzuri kwangu. Anawapatia pesa mingi wazazi wangu. And
ni kama wamekuwa vipofu, wanafikiri yani mimi niko happy. How niwe happy kivipi? JC, he shoot my baby, ampiga Amira risasi and I'm supposed to act like everything is okay. Aliongea, nikasema basi Lysiana, nyamaza, jikaze. Akainamisha uso wake na kusema kwamba so imefikia hivi nao anatishia kuwaua hadi wazazi wangu just so he can keep me. Nikaambia kwa upole kwamba najua Lysiana, najua, lakini jikaze. Lysiana, unajua hawa ni watu wanaotanguliza zaidi binafsi, sio kitu kingine. Seba anakuona wewe kama tuzo kwake inayompatia heshima kwa wengine, lakini yeye hakuheshimu wewe. Naelewa sana hilo, ninajua unavyohisi na natamani ingekuwa na uwezo kukutoa chini ya no. Binti alinikatisha, nikabaki kumtazama tu. Alisema kwamba ninaelewa pia Jesse, mimi najua hata wewe uko chini ya madam, sio kwa kupenda, ila kuna kitu ambacho against you ndicho ambacho cha kuweka hapa. Sote hatuna nguvu kubwa kukabiliana nao, ndio sababu wanatuweka kuwa kama tuzo zao tu. Jesse, usifili hii burden nayohisi kwamba unatakiwa uibeba. Najua hata wewe unayo yako nzito pia. Binti alionyesha kujipa imani, japo muda wote alikuwa anaongea kwa analia. Basi akanishika usoni na kunitazamisha kwake kwa karibu, na akasema kwamba yote atafanya Seba, lakini sitakata tamaa. Jesse, mimi nina wewe sasa, nina Amira, na ninajua Mungu, ipo siku Mungu atatupa grace yake, kila kitu kitakuwa okay. Nilimwambia kwamba ninatumaini hiyo siku ifike pia Lysiana, kwa sababu hata mimi mwenyewe kuna mambo mengi sana yananikaba. Yaani sijui hata ikiwa siku hiyo itafika, ila naomba tu ujue kuwa sitoacha kuwa hapa kwa ajili yako. Na mimi ni wako, okay? Hata iweje kuanzia sasa mimi ni wako. Nilimhakikishia hilo kwa hisia sana. Lysiana sasa akanikumbatia tena kwa kuonekana yani kwamba amehisi faraja zaidi. Hayo yote msikilizaji, alikuwa ni mambo yenye kutikisa sana nafsi. Maisha yetu yalijaa visa na mikasa, yani utadhani yani kuna mtu aliyeendesha kama vile yani kama tunacheza sinema. Basi baada ya dakika kama 2 hivi za kumbatiana hivyo, Lysiana akajitoa kifuani kwangu, akasema kwamba natakiwa kwenda. Nikaambia sawa, ila vipi kuhusu ndugu zako? Akajibu ameshaondoka. Aliniambia hivyo na kunitazama kwa hisia. Nilikuwa hadi sasa nimekosa zaidi cha kusema, maana naelewa alihisi maumivu bado, ila nikawa sitaki kuyaamsha tena zaidi. Naye akanikaribia tu usoni na kunichumu. Ilikuwa tu ni kwa lengo ni kama la kuniaga. Nikaona anyway sio mbaya. Niliona ngoja niliweke tu hilo pembeni kwa ufupi tu, kwa kuwa naelewa Batundui alikuwa amesubiria sana karibia nusu saa huko nje. Sije hata kama bado angekuwa kwenye kile chumba ambacho nimwambia aende. Kwa hiyo nikatoka ofisini kwangu pia moja kwa moja hadi kwenye chumba hicho, na hapo ni baada ya Lysiana sasa yeye kunipiga chumu na kuondoka. Lakini kabla sijakifungua nikamuona yeye mwenyewe Batundui akija upande huu kutokea kwenye kona nyingine huko mbele zaidi ya korido hili pana. Kwa hapa juu hakukuwa na watu midai, na nadhani ilikuwa imekwisha ingia saa 4. Naye aliponifikia karibu akanitikisia kichwa kidogo, kisha nikafungua mlango huo na kutangulia kuingia kabla yake. Humu kulikuwa kuna shelf kadhaa tu zenye maboksi yaliyotunzia madawa na vifaa vya hospitali na mengine tu akiwa chini Ivan. Kwa hiyo tukasogea mpaka katikati ya shelf 2 na kusimama hapo. Nikimtizama ni jamaa yuko umakini sana. Nikamwambia kwamba pole kukusubirisha bro. Nilikuwa tu, akasema usijali. I know, nimemwona akitoka. Akanikatiza kwa sauti ya chini kwamba alimuona Madam Lysiana akitoka. Nikamuuliza kwamba vipi, na yeye amekuona ama? Akatikisa kichwa kataa. Nikamuuliza kwamba okay, habari gani Batu? Batu akasema kwamba fresh, ila nimeonana na Kadra. Nilipandisha nyusi kidogo kimshangao. Akasema ya kwamba tumeongea. Nikamuuliza wapi? Sasa Batu akaweka mkono mfukoni na kutoa akiwa ameshikilia kadi fulani hivi kunionyesha. Nami nikaitambua kuwa ile kadi ambayo mwanamke yule alinipatia siku ile tumekutana wakati huo matembezini pamoja na Lysiana na Amira. Nikamuuliza kwamba mmekutana kwenye hiyo hoteli? Jamaa akasema ya, ni ya kwake, yeye ndio mmiliki, chini ya mume wake of course. Kwa hiyo umeweza vipi kufanya hii issue bila? Usijali JC, ni salama. Yaani mimi nitoka kufanya repair kwa gari. Na ndivyo ambavyo vilikuwa inaonekana hivyo. So nikatumia nafasi hiyo kwenda na kumcheki. Mimi sikutumia simu. Kwa hiyo vipi, anasemaje? Anasema alijua wewe ni wa madam. Alijua kuhusiana na vita kati ya mumewe na madam. Lakini sasa kukuapproach wewe si kwa nia mbaya. Alivutiwa tu, yani alivutiwa na wewe kiukweli. Kwa hiyo tunatakiwa kuamini hilo Batundui? Hapana, but think about it. Angekuwa na nia labda kukudhuru, angefanya vile.
kuwa honest kabisa. Yani unajua huyu unamuona yani yeye kuwa muwazi, ana nguvu kutoka kwa Hafidh. So angeweza fanya lolote alilotaka, maybe kukuharibia, kumharibia madam kwa namna yoyote ile. But mpaka sasa amekuwa akisubiri wewe tu, yani uende kwa hoteli yake kujenga naye kitu, kwa sababu from what she says, ndoa yake na Hafidh yani sivyo kama ambavyo inaonekana. Yani wako namna hiyo kwa sababu ya reputation tu, si kwamba yani wanapendana sana. Mimi nimefanya research kuhusu Hafidh na nimejua anapenda kutumia wanawake wadogo, yani umri mdogo, yani kujifurahisha, na ufanye hivyo huku sasa Kadra akijua. Si kwamba eti wana open marriage, ila iko wazi kwa wote. So hata yeye Kadra akitaka toka na kijana mwingine ufanye hivyo, huenda wana mutual understanding, sijui sana, but iko hivyo JC. But ndio alisema hivyo kwa hakika, msikilizaji. Nikaangalia pembeni tunakusema kwamba kwa hiyo ni kweli alikuwa anataka niwe dildo wake, si ndio? JC mpaka sasa anasema anakosa uvumilivu, yani amehitaji kukuona na kutaka ombi lake umjibu positive, ila hataki kukuudhi, ndio sababu hatumii njia zingine kukushawishi hadi umake-up akili yako kumuhusu. Labda ndio sababu alikutekenya vile chini ya meza leo. Batundu alivyoongea hivyo akanifanya nicheke, msikilizaji. Nilimwangalia Batundu usoni, yeye akitazama tu chini kwa utulivu. Batundu akasema kwamba hakuna plot yoyote upande wa Kadra, anataka tu yani umchape maaga yake. Batu bache masiara basi. Mimi najua haiwezekani kujua ni nani sasa. Wapaswa tu kuwa makini zaidi. Wewe pia unatakiwa kuwa makini. Tena hata hiyo kadi unatakiwa uitupe au ichome mtu kabisa, yani iwe mwisho. Kwa hiyo mwanamke iwe mwisho, usijitafutie matatizo Batu. Betha yani hatokawia kupika kitu fulani kuhusiana na huyu Hafidh. Nimemwona leo. Yani ni mtu fulani ambaye ni hatari sana. Isije kugundulika kwamba tulikuwa na touch yote kwa huyo mke wake. Nilimwambia hivyo Batundu kwa kusii, akatikisa tu kichwa kuonesha uelewa. Nikatazama juu na kushusha pumzi kwa kupuliza, nami nikasema kwamba okay, lakini haya ndio maisha bwana. Mambo yanakuwa mengi sana. Lakini pole, bado sijafanikiwa kuulizia au kupata taarifa juu ya Vera. Labda kesho nitapata something, alafu mimi nitakujulisha. Basi baada ya mimi kumwambia hivyo akasema kwamba hapana shida JC, swala la Vera mimi nitajua tu namna ya kufahamishwa. Usihisi kama ni bado wahitaji kubeba, usijali kabisa. Nikamwambia kweli una uhakika? Akasema just we relax tu, kwa hilo uliowafanya kwa ajili yangu yanatosha. Basi mimi nikaendelea kumwangalia kwa utulivu tu. Alipomaliza kusema hivyo, naye akaangalia pembeni kiutafakari, kisha nikasema kwamba kwa hiyo tunaweza kusema yani kwa hapo mambo yapo mahali pazuri, si ndio? Yani kwa sasa angalau. Batundui akaniangalia kwa namna ile ile iliyokuwa ya hisia nzito, iliyofichika na kutikisa kichwa kubali. Sasa mimi nikatikisa kichwa pia kama kuonesha uelewa. Nami nikageuka tu ili nianze kuondoka, lakini hii hali ambayo Batundui alinifanya nihisi, yani kama vile kuna jambo lilikuwa likiendelea hapa kati, ilininyima sana amani. Sijui kwa nini tu aliniangalia hivyo. Nikasimama kwanza nikiwa na tafakari jambo hilo, nami nikakosa subira tena kabisa. Nikamgeukia na kumtazama, kukuta ananiangalia namna hiyo hiyo. Halafu sasa akaacha kuniangalia na kutazama pembeni. Hapana, hii haikuwa poa. Nikamsogelea tena huku nikisema kwamba Batundu, unaweza kuniambia ni nini kinakusumbua? Aliniangalia kiumakini kiasi na kuuliza kwamba, samani. Nikamwambia yani unavyokuwa unaniangalia hivyo ni kwa nini uniangalia hivyo? Batundu akasema sielewi JC, yani vipi nakuangalia? Batu unakuona, ninaona kabisa unavyonitazama. Ni kwa namna kama strange sana, ni kama kuna kitu hivi unajua ambacho mimi sijui, alafu ni kama unakificha, na ni kama kinakusumbua kwa sababu yani unahisi kwamba natakiwa kujua, ila kuna mambo yanakufanya ni ujizuie kusema, si ndio? Batu mimi nakuelewa, nimeshakuzoea. Kwa hiyo mimi nakujua. Ikiwa kuna jambo unaona, kwa nini tu usiniambie? Tumeshaidiana kwa vingi. Unafikiri inanipa amani mimi kuona unanificha jambo fulani na linakusumbua, Batundui akatazama pembeni huku sasa akitikisa kichwa kama kukataa. Naye akasema kwamba unapeleka fikra zako mbali sana JC. Hamna kitu kama hiyo. Unadanganya, si ndio? Hapana, sidanganye JC. Niangalie machoni tena, halafu urudie kuniambia hayo maneno. Batundui akafumba macho na kuinamisha uso. Nikamshika begani kuuliza kwamba tatizo ni rafiki yangu. Kwa nini umeanza kuwa mgeni tena kwangu? Batundui akasema kwamba nisamee JC. Kufanya wisi vibaya nisamee, lakini jamaa aliishia hapo.
na kufumbua macho yake. Alikuwa akijishauri mno yani. Niliona kabisa kuna shida kubwa hapa. Nami nikaachia bega lake na kusema kwamba hii inahusiana kwa njia yoyote na mambo uliyosema jana? Yaani kuhusu mimi na familia yangu na kila kitu kilichonipata hadi kufikia huku, si ndio? Niliuliza hivyo. Akaacha kunitazama na kuanza kusema kwamba unajua Jesse, mtu akikutazama anaweza fikiri uko easy sana. Yani kwa kila jambo, yani unaweza onekana mtu casual sana tu, lakini mimi nikikutazama ninaona mtu ambaye natamani ningekuwa, lakini nahisi yani ishakuwa too late kufikia level yako. Na kama nilivyokuambia Jesse, haustahili kuishi hivi. Yani kwa sababu uko na moyo mzuri sana, unastahili furaha wewe na hata Madamu Elisiana. Najiuliza tu, yani baada ya yote mabaya kupata wewe, unawezaje hata kusimali na kupretend mbele ya Madam kwamba kila kitu kiko shwari, hata unampa ushauri kwa mambo ambayo inakuwa inaonekana kama nimeshasahau kila kitu, si ndio unavyomaanisha? Si ndio? Yani unasema kwamba nastahili kuwa huru kwa sababu unafikiri kwamba mimi ni mtu mzuri, lakini sio hivyo kwa asilimia zote. Sijioni hivyo, si ndio? Hata mimi nimefanya mabaya, nimesababisha watu wengine wameumia mpaka kufa. Kwa nini ufikiri mimi nastahili lolote zuri? Jesse, sio kwa sababu yako hayo, ni kwa sababu yangu. Ni kwa sababu yangu Batu. Sawa? Imeshafika hatua. Okay. Kuna muda nahisi kuchoka, lakini imeshafika hatua Batundui, ninaona kabisa kwamba sina choice nyingine ila kukubali tu aina ya maisha ambayo nilionayo sasa. Nimeletwa huku kuwa mtu mwingine, niishi kivingine, kwa sababu nikijaribu kutazama nyuma na kufanya upuuzi wote ule, yale yaliyofanya mpaka nikawa hapa sasa atajirudia. Kwa sitaki kufanya hiyo rewind tena, rafiki yangu. Sitaki kabisa. Batundui akatazama mbele kwa kutafakari. Kwa hiyo huo moyo mzuri unaosemea, ingekuwa bora tu kama ungeniambia mimi ni mtu binafsi sana. Hapana Jesse, wewe sio selfish. Basi bado hujanijua vizuri. Mimi sio mzuri kama unavyofikiria. Na usikae kufikiria hivyo. Mimi sitaki uanze kuunda agenda zozote kichwani kwa sababu unanionea huruma sasa. Itasaidia nini Batu? Haijalishi. Na haitajalisha kuanza kuangalia itakuwaje, siji kawaje, haijalishi tena. Ukiniangalia hivi kwamba unanionea huruma sana pia, si ndio? Haisaidii lolote. Hakuna namna natoka ndani ya hili pango nililo ambalo mimi nimeingia. Tena nimejitia mimi mwenyewe, rafiki yangu. Jesse, sio lazima kufikiria hivyo. Wewe umenisaidia kutokupoteza tumaini. Naona yafaa ikurudia wewe pia. Upasi kuona kwamba utakuwa chini ya Madam maisha yako yote. Kisa nini sasa? Yaani eti kwa kuwa tu Jamaa alishia hapo. Nikatulia kidogo nikiwa sasa nimeelewa alichotaka kusema. Nimeshapoteza vitu vingi sana Batu, vya muhimu sana kwangu. Vilivyobakia sitaki kupoteza. Kila siku nayoamka nikiwa chini ya huyu mwanamke, inatakiwa tu kuwa namna hiyo hiyo mpaka ifike wakati ambapo Mungu anaona ni wakati ambao unafaa, ambapo yeye ndo ataona kwamba anaweza kunitoa. Kwa mimi sitajaribu tena kuforce lolote tena. Na wewe nakuomba sana, acha kufikiria sana, sawa? Umesikia rafiki yangu? Haitakuwa nzuri kwako wala kwangu. Batundui akatazama chini na kutikisa kichwa kwa njia ya kusikitika. Nikakaza hisia na kumwambia kwamba asante kwa kunijali rafiki yangu, lakini umepita muda sijamuona yote kuwa rafiki. Wewe naweza nikasema kwa sasa yani uko true sana. Aliniangalia tu kwa hisia. Sasa ngoja basi niingie huko ndani Batundui akanishika mkono ghafla kusema kwamba hapana Jesse. Sasa nikaangalia mkono wake alionishika, kisha nikamtazama usoni. Jamaa akaniachia. Jesse, kila kitu kipo wrong sana Jesse. Jamaa alikuwa anasisitiza bado, nami sasa nikahisi kuchoshwa kiasi nikasema kwamba Batu, ona please, naomba unisikie sawa. Naomba unisikie. Ninaopitia ni kama adhabu kwa matendo yangu mwenyewe, sawa? Na hilo sio kweli Jesse. Jamaa alinikatisha. Sasa mimi nikashtua kicheko kidogo. Ila Batu, kwa nini unalazimisha sana Batu? Iwe kweli siwe kweli, nimekuambia ijalishi Batu. Sasa mna basi tuliachili hapa. Basi Batundui alionekana kutatizika zaidi na kubabaisha tu uso mara huku mara kule. Nikaambia kwamba unawaza nini? Hebu niambie, just be honest. Shida nini? Bila kunitazama usoni, Batundui akasema kwamba hii kitu hajakaa fresh Jesse.
baada ya kila kitu umefanya for me, for my family, kuangalia na kupretend. Uongo aisee, haiwi rahisi JC. Nilikaza macho kiumakini zaidi, nikamuuliza kwamba sasa nini yani kuna shida gani? Unamaanisha nini yani Batundui? Mbona be open basi. Jesse, hili ni swala zito sana Jesse. I don't know, yani kama niambie Batundui, nini kinaendelea? Unanipatia vibe ile mbaya kichizi mwanangu, afu mimi nashindwa kuelewa. Hebu ongea na mimi mwanangu. Nilimwambia hivyo kimkazo. Akaangalia pembeni na kusema kwamba unachotaka kusema inaweza kuzua fire ile mbaya. Yani najaribu kupotezea maana inaweza. Batu, please Batu, mniambie bwana, tatizo nini? Nini zaidi yani kinakunyima amani sasa mpaka una active? Kaka, nisikilize sawa, naomba nisikilize. Usijali kuhusu sijui moto, naomba niambie nijue sawa. Kama ni jambo baya, unakuwa unanipa kama tahadhari, lakini ukikaa hivi itakuwa ni gizani na itaniua zaidi wakati unaweza kunipa mwanga. Tell me. Basi jamaa nikamshawishi aniambie. Batundui akavuta fikra kwanza, akitazama upande wa mlangoni hadi kunifanya na mimi niangalie na kutokuona mtu wala chochote hapo. Kisha nikamwangalia tena, naye ndo akasema kwamba niahidi JC, niahidi yani nikikwambia hili haitasababisha, yani haitakufanya wewe uwe out of control. Na kuomba sana. Nini? Unamaanisha nini? Hebu niambie nijue kwanza bwana, ni nini? Ni kuhusu madam. Alisema hivyo. Asa mimi nikawa makini zaidi hapo, na mdau sasa hisia zikiwa zimeanza kupanda, nami nikamweza kwamba yani Beth amefanyaje? Si kwamba amefanya kitu yoyote, yani kwa aliyofanya dhidi yako, jinsi unapaswa tu ile Batu hii sasa Batu itaniua bwana. Hebu niambie basi Beth amefanyaje nijue. Nini kizito yani mpaka unakuwa kama umefungwa ulimi Batu? Hebu niamini basi, mimi sitasema lolote. Sema tu nijue. Batundui akatumia sekunde chache kuniangalia kama vile ananitathmini. Brother JC, Miriam is alive. Kwisha. Mkazo wote uliokuwepo usoni mwangu ukafifia, nikibaki kumtazama mwanamume huyu kama vile sikuwa nimemsikia. Batundui akaendelea kuniangalia kwa hisia makini, zikichanganyikana na huzuni iliyotuma ujumbe mzito ya hisia za kweli kutoka kwenye kauli aliyotoka kuniambia. Maneno hayo yalinitikisa tena kwa kani nzito ajabu. Mapigo ya moyo yalianza kunienda mbio kwa midundo iliyotekisa kifua changu kwa nguvu kali sana, nikisi mtetemo mikononi mpaka miguuni kwa kushindwa kuelewa kabisa alichotaka kuniambia. Nikiwa bado sasa namtazama kama nimeganda, nikauliza kwa sauti ya chini ya kwamba nini? Batundui akabana midomo yake na kuendelea kunitazama kwa mkazo. Hisia mvurugano zilikuwa zimeanza kunikaba vibaya mno. Nikijitahidi sasa kujikaza kifuani, lakini machozi yalianza kunilenga. Nami nikamuuliza kwamba umesemaje? Batundui akasema kwamba naomba uelewe JC kitu Nikamsogelea karibu zaidi na kumkamata kola ya shati lake. Usinitemee pumba Batundui. Umesemaje? Niongea kwa sauti nzito ya chini, tena kwa pumzi zilizotetemeka, hasira zikianza kunikaba huku mimi nikimkamata jamaa, naye Batundui akiwa ananiangalia kwa simanzi. Akasema Miriam wako yuko hai. Nikamwachia kwa njia ya kushtuka kidogo na kurudi nyuma tena, nikimtazama kwa kutokuamini kabisa kwamba angeweza kusema hivyo kwa uhakika, naye akiwa ananitazama kwa huzuni sana. Machozi yakanitoka nikishindwa kuamini kabisa alichokuwa ametoka kusema. What? Msikilizaji, mimi naomba tu nikwambia kwamba of course kwenye haya maisha tunaishi na watu ambao huenda wangependa kutuona tukiwa chini, lakini siku zote wewe ishi kwa kutenda wema tu, sawa? Tenda wema kwa kiasi, usisahau maisha yako, kwa sababu huwezi jua huyu ambaye leo unamuona kwamba labda ni mtu ambaye hastahili msaada wako. Kama kuna uwezo wa kutoa msaada, toa msaada. Huwezi jua mtu unayemsaidia atakuja kuwa faida gani kwako siku ya kesho. Pray your part and then fanya mambo yako mengine, sawa? Hii leo jamaa ametuletea surprise sana. Sasa na hapa tuwapatie pole wale ambao waliishia njiani baada ya sisi, mimi na wewe msikilizaji, kuamua kuja Kenya kuendelea kufahamu maisha sasa mengine ya Jaden pamoja na Betha. Watu wakanuna, wakajikuta wao ndo wanajua story, wakaacha kusikiliza. Sisi tumejua yote aliyoendelea huku Kenya,
na tuanze kujiuliza, je, Batu amefahamiana vipi na Miriam? Okay? Amejuana vipi na Miriam mpaka amekuja kutoa taarifa kwamba Miriam is alive. Okay? Season inayofuatia msikilizaji ndio itakuwa ni season yetu ya mwisho. Sio ndefu, ni fupi, lakini ndio itakuwa season yetu ya mwisho kwa sababu our queen is alive. Miriam nimemisi sana huyo mdada. Kwa hiyo msikilizaji, hongera kwake Jayden, hongera kwake JC jamani. Kama angekuwa na moyo wa kutokusaidia jamani, kama hivi ambavyo alionyesha, yani ingawa adui anamtreat vibaya, lakini JC aliamua kutreat mtu kwa namna nzuri. Nani? Batundui. Imagine kwa uzuri ama wema aliomfanyia Batundui, kumzalishia mke wake, yani mpaka mtu aliyepandikizwa ubaya kuhusu Jayden, yeye mwenyewe anajiuliza kwa nini huyu kijana afanyiwe mambo haya mabaya. Kwa sababu Batundui of course huyu tunashumu tu ni jambazi. Yani ya watu wote wa Betha ni majambazi, lakini mpaka mtu aliyepewa chuki kuhusu kuchukiwa kwa mtu fulani anajiuliza kwa nini huyu mtu achukiwe. Amekuja kuwa leo msaada mkubwa kwa Jayden. Tukutane sasa season inayofuata ambayo ni season ya mwisho. Mpaka hapa tunasema alhamdulillah, our Miriam is alive. Watu wewe. Mdato alikuwa nami Lucas Lumbas, God be with you till we meet again. Bye bye.